Karibu msikilizaji katika sehemu ya 5 ya msimu wa pili wa simulizi Anguko Kubwa, The Great Fall. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo tulikuwa tuko ndani ya Rome Hotel ambako huko ilisemekana kwamba Rajons John alikuwa amekwenda kujipumzisha mara baada ya kumpachika sumu rais wa nchini Kenya. Alikuwa amepewa kazi ya kumfanyia upasuaji, na hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kumwokoa baba yake mrezi wa kuitwa Chief, lakini pia mpenzi wake Patricia na mambo mengine kibamba alikuwa anamwandama mtaalamu huyo. Kwa hiyo alikuwa anasakwa, na Rome Hotel ilikuwa ni mita 100 tu kutokea hospitali ya Nairobi. Barabara ya kutoka na kuingia eneo hilo zilikuwa zimefungwa mara moja. Hakuna gari ambalo lilikuwa linaruhusiwa kutembea wala kukatisha eneo hilo. Wanajeshi 7 walivuka na kwa kukimbia wakielekea ndani ya Rome Hotel. Wanajeshi 3 waliingia ndani ya lift wakaelekea ghorofa ya 3 kilipokuwa chumba ambacho Rajos alijipumzisha baada ya kumaliza upasuaji. Wanajeshi 4 walibaki chini wakiwa wanasaidiana na askari polisi wengi waliokuwa wamezunguka hoteli nzima kuhakikisha kwamba hakuna sehemu ambayo Rajos anatorokea. Ni lazima tu akamatwe kwa unyama aliokuwa ameufanya dhidi ya rais Medrad Iloto kwa kumchoma sindano yenye sumu. Wanausalama na viongozi wao walikuwa na hasira kali sana dhidi ya Rajos. Walikuwa wamepanga kumfanya kitu mbaya sana pale ambapo atapatikana daktari huyo. Rajons John ndo mtunzi wa simulizi yetu. Owen director niko nyuma maiki kusimulia simulizi Mix Wandaji YouTube channel, SMX app and application, WhatsApp 0677062012. Acha burudani iendelee. Askari polisi walikuwa wengi sana, walikuwa wameazimia mioni mwao kwa wingi na uhodari wa mbinu zao. Ni lazima Rajos apatikane kwa namna yote ile. Katika hali isiyotarajiwa, umeme ulikatika, jambo ambalo halikuwahi kutokea ndani ya jiji hilo kwa miaka mingi sana. Kwa serikali ilikuwa imejidhatiti kwenye matumizi ya vyanzo viwili vya uzalishaji umeme kwa kutumia vinu vya nyuklia pamoja na umeme wa maji. Vyanzo hivi vilikuwa vimeyaweka majiji makubwa ndani ya nchi ya Kenya katika ramani ya umeme wa uhakika na wa kudumu pasipo kuwepo na kawaida ya umeme kukatika. Baada ya vikosi vya usalama kuanza kumtafuta Rajons, umeme ulikatika na kuzua taharuki ndani ya maeneo yote ya jiji la Nairobi. Eneo la hospitali ya Nairobi pamoja na maeneo ya kuzunguka Rome Hotel yalikuwa yamemezwa na giza nene. Wanajeshi waliokuwa ndani ya lift walishtuka sana baada ya kuona giza liko limetanda mpaka ndani ya lift. Hawakuwa na jambo la kufanya. Lift haikuweza kwenda juu wala kushuka chini. Pia mlango haukuweza kufunguka. Kwa namna umeme ulivyokuwa umekatika, uliathiri mfumo mzima wa lift usiweze kwenda vizuri. Wanajeshi hao ndani ya lift walishika silaha zao vizuri, kwani kitendo cha lift kuto kutembea kiliwaonyesha dalili za kuto kuwepo kwa usalama hata kidogo ndani ya jengo hilo. Sekunde zilikatika zaidi pasipo lift kutembea. Kila mtu alikuwa kimya ndani ya lift. Askari upande wa chini walikuwa na tochi maalumu, waliziwasha na kuanza kupanda ngazi kuelekea juu. Kwa namna umeme ulivyokuwa umekatika, walielewa huo ni mchezo mdogo sana ambao ulikuwa unachezwa, na waliamua kuelekea juu kupitia ngazi ili kuharibu mpango mzima wa adui kabla hawajamkosa mtu wao. Kwani waliamini kwamba ukatika kwa umeme ingelikuwa ni njia rahisi kwa Rajos kutoroka na wao wasifanikiwe kumweka chini ya ulinzi. Mafundi mitambo hoteli ya Rome walishangazwa na generator kutokuwaka lenyewe mpaka katika dakika 3. Halikuwa jambo la kawaida kwa generator lao kushindwa kuwaka. Waliingia kazini haraka sana, wakarekebisha generator la dharura ndani ya dakika 5. Jengo lote la Rome Hotel lilikuwa na mwanga na lift ilikuwa inaendelea kupanda juu. Kwa kiasi kikubwa mafundi wa mitambo waliweza kupambana na kikwazo cha umeme, na askari polisi wakaendelea kwenda juu kumfuata Rajons kupitia ngazi, na wanajeshi 3 wakaendelea kupanda kwa kupitia lift. Mpango ulibaki vile vile, ni lazima Rajons akamatwe kwa kitendo kibaya alichokuwa amekifanya kwa rais wao. Lift ilifika ghorofa ya 3 haraka sana. Wanajeshi wakatoka kwa umakini mkubwa. Walikuwa na silaha za moto. Walikuwa na taarifa chumba alichokuwa Rajons kuwa ni chumba 205. Wanajeshi hao walikatiza korido moja kwa mbinu ya mmoja akitangulia mbele na wawili wanaobaki nyuma alikuwa anamlinda mwenzao. Walipokaribia chumba nambari 200, wakashindwa kwenda mbele zaidi. Moto uliokuwa unatoka ndani ya chumba nambari 202 ulikuwa ni mkali sana na ulikuwa unawaka kuelekea upande waliokuwa wao. Walitazama huku na kule kuona kama kuna njia nyingine ya kuweza kupita, lakini njia haikuonekanika. Kama walitaka kwenda chumba nambari 205 ili wabidi wapite katikati ya moto mkubwa sana ambao ulikuwa unawaka kwa hasira. Vilio vya watu walikuwa wanateketea kwa moto vilisikika sana. Na jeshi walijikuta hapo kwenye wakati mgumu sana. Walitapani kwenda mbele, lakini moto ulikuwa ni kikwazo kikubwa sana kwao. Kila mmoja wao alifahamu vyema vifo vya moto kuwa ni vifo vibaya sana.
vyenye ukatili wa hali ya juu, kwani unakufa wakati unajiona namna jinsi ngozi na nyama yako vinavyokuwa vinateketea kwa moto, huku ukipokea maumivu makali yasiyokuwa na mfano. Hakuna ambaye alikuwa tayari kupitia katikati ya moto. Wote watatu wakarudi kwenye lifti ikawashusha na wao wakarejea chini kabisa. Askari polisi waliokuwa wanapanda juu ya ghorofa kwa kutumia ngazi za jengo walikutana na kizuizi cha moto ambao ulikuwa umewaka na kuteketeza vitu vya jengo hilo na kuifunga kabisa njia kuelekea juu zaidi. Wote walishuka chini kufikiria namna mpya ya kufanya. Gari zenye maji ya kuzima moto zilifika eneo hilo haraka sana. Mipira mirefu ikafungwa yenye uwezo wa kurusha maji na kuzima moto uliokuwa unawaka kwenye ghorofa ya 3. Mapambano yalikuwa ni makali sana kati ya vikosi vya zimamoto na uokoaji dhidi ya moto ambao ulikuwa unawaka. Hakuna askari hata mmoja ambaye alikuwa amepiga hatua kuelekea ndani ya jengo kwa lengo la kumkamata Rajones. Wote walikuwa wanasubiri moto uzime ndipo waendelee na operesheni yao. Mkuu wa kituo cha Central Police Daudi Chiwala alifika eneo hilo kuongeza nguvu kwa vijana wake. Alishangazwa sana na vijana wake walikuwa wamesimama tu, hawakuwa wanafanya jitihada za kuokoa watu, na kazi pekee ambayo ilikuwa inaendelea ilikuwa inawafanywa na watu wa zimamoto na kupambana dhidi ya moto. Naona mmesimama tu hapa, kwani hamjui kuna raia humo ndani ya jengo walikuwa wanahitaji msaada haraka sana ili waweze kuokolewa? Mkuu wa kituo cha polisi Daudi Chiwala aliuliza swali kwa vijana wake. Mkuu umejitahidi kuwaokoa baadhi, lakini hapa kuna ufinyu wa vifaa vya uokozi, tunasubiri zimamoto wa udhibiti moto kwa kiasi fulani hivi ndipo tuingie ndani. Alijibu askari mmoja. Mmeokoa baadhi ndio kitu gani? Na hao wengine video vyao vinavyosikika mpaka muda huu hapa watakulewa na kina nani? Licha ukale maneno yake, hakuna askari hata mmoja ambaye alikuwa amepiga hatua kuelekea ndani ya jengo hilo lililokuwa linateketea kwa moto. Kwani kufanya hivyo ilikuwa ni kuziweka nafsi zao rehani. Kuendelea kuishi lilikuwa ni jambo la kwanza kwa kila mtu na alizingatia sana. Licha mafunzo tofauti ambayo walikuwa wameyapokea kwenye vyuo vya mafunzo, hakuna ambaye alijaribu kulisogelea jengo hilo. Kufanya hivyo ilikuwa ni sawa na kukifuata kifo cha moto, kwani moto ulikuwa unatisha sana. Kamanda, kuna mawasiliano tumefanya na makao makuu ya uokoaji na upambanaji wa majanga makubwa. Wamesema kwamba wanatuma helikopta baada ya dakika kadhaa. Helikopta zitafika hapa kuja kutusaidia kuokoa watu kupitia upande wa juu wa jengo. Itakuwa ni njia rahisi sana kuweza kuokoa watu wengi wakati mfupi, aliongea askari mmoja. Wewe ndiye askari mwenye weledi mkubwa sana ambaye macho yangu yamemshuhudia tangu nimefika hapa, na sio hizi takataka hapa. Kwa kitendo cha wao kuonesha uoga wa kuingia ndani ya jengo, aliyatupa macho yake kutazama juu ambapo ilionekana helikopta moja ikiwa inatua juu ya jengo la Romeo Hotel. Watu waliingia ndani ya helikopta hiyo. Jambo hilo lilimfurahisha kila mmoja aliyekuwa yuko eneo hilo, kwani waliona uokoaji wa viwango vya juu sana umeanza na ingesaidia kupunguza vifo vya watu ambao walikuwa wako ndani ya jengo hilo. Helikopta ilipaa juu na kuondoka eneo hilo. Baada ya dakika 3 zilifika helikopta nyingine ambazo zilichukua watu zaidi na zaidi na kuwapeleka mbali na jengo lilokuwa linateketea kwa moto kama tanuri la moto. Hizo helikopta zinawapeleka majeruhi kwenye hospitali gani? Hatutaki kufanya makosa hata kidogo tukampoteza huyo daktari. Ndio swali karibu na hapa, alijibu askari mmoja. Majibu yake yalimfikirisha kidogo mkuu wa kituo Daudi Chiwala, lakini aliamua kusubiri moto uzimwe. Baada ya dakika 25 za kupambana na moto, vikosi vya zimamoto na uokoaji vilifanikiwa kudhibiti moto uliokuwa ukiteketeza Romeo Hotel. Askari polisi waliingia kwa nguvu sana ndani ya jengo la hoteli. Askari waligawanyika katika kazi mbili tofauti. Wapo ambao walikuwa wanachukua majeruhi na kuwatoa nje ya jengo, na wapo ambao walikuwa wanaelekea moja kwa moja mpaka chumba namba 205 ili kufahamu hali ya Rajones, ili kama yupo hai ni kumkamata moja kwa moja. Askari walipofika chumba namba 205, vitu vya ndani ya chumba viliteketea kwa moto, lakini hawakufanikiwa kumwona Rajones wala hata mwili wake ndani ya chumba hicho. Ina maana kwamba alikuwa ametoka ndani ya hiki chumba kabla ya moto kusambaa zaidi. Mbona hakuna hata kipande cha shati lake? Aliongea askari mmoja huku akiwa anachukua simu yake na kuipiga kwa mkuu wake ambaye alikuwa chini juu ya kile ambacho alikuwa amekiona ndani ya chumba hicho. Maelezo aliyopokea ni kuendelea kukagua zaidi na zaidi. Walikagua mpaka kwenye vyumba vya jirani, lakini hawakufanikiwa kuona chochote. Waliamua kushuka chini. Kama kuna video rekodi hapa kutoka chumba cha kompyuta zinaweza kutusaidia juu ya kile ambacho kilichokuwa kinaendelea ndani ya chumba namba 205 kabla na baada ya kuungua kwa moto. Aliongea askari mmoja baada ya kumfikia mkuu wa kituo ambaye alionyesha kutokuwa sawa hata kidogo. Sawa, hebu naomba nione. Aliongea mkuu wa kituo kwa akiwa anapokea simu yenye rekodi nzima. Kwenye video rekodi alionekana mtu mmoja akiwa amevalia sweta jeusi lenye kofia na
Uso wake alikuwa ameufunika kwa socks nyeusi. Aliachia sehemu ya macho, pua pamoja na mdomo tu. Kwa namna alivyokuwa amevaa ilikuwa ni vigumu sana kumtambua. Alificha utambulisho wake kwa asilimia kubwa sana. Mtu huyo alisogea mpaka mlango wa chumba namba 205. Alifungua mlango wa chumba kwa kutumia funguo aliyokuwa nayo, kisha kama ingia ndani. Alitembea taratibu mpaka kilipo kitanda ambapo alionekana amelala Jones juu yake. Jones alishtuka baada ya kuhisi kwamba kuna mtu alikuwa ameingia ndani ya chumba. Unalala sana. Unahisi kwamba Kenya ni sawa na nyumbani kwenu ulipotoka? Hapa hakuna amani tena. Hebu amka kabla hujafa kwa kifo cha moto hapo. Aliongea mtu huyo kwa sauti yake nzito ambayo ilimtambulisha kwamba ni mwanaume. Alitoa socks aliyokuwa amevalia usoni kwa umakini mkubwa sana, akiwa ameipa mgongo kamera ya chumba hicho. Jones alifikicha macho yake kidogo ili kuweza kuona vizuri. Ni wewe tena. Jones aliongea, maneno yake yalionyesha ni wazi kabisa alikuwa anamfahamu mtu huyo baada ya kuiona sura yake. Ndio ni mimi, nilihisi kwamba utanitafuta. Umekaa kimya sana, nikaona kwamba nikutafute mwenyewe. Tutazungumza zaidi mbeleni, kwa sasa hivi mtondoke kabla moto haujaziba njia zote. Aliongea mwanaume huyo na kusogea mpaka ilipokuwa kamera ulinzi, akitazama kwa sekunde kadhaa. Alicheki kicheko cha kukera, kisha kama ifiatulia kamera risasi, na hapo kamera haikuweza kurekodi zaidi kilichoendelea ndani ya chumba hiko, kwani ilikuwa imeharibiwa vibaya sana. Huyu mpuuzi ndo ambaye amemtolosha yule daktari, na inaonekana alikuwa amefika mapema zaidi ndani ya jengo hili. Lakini wameondokaje hapa? Aliongea mkuu wa kituo cha polisi baada ya kumaliza kutazama video rekodi hiyo. Kichwa chake kilikuwa kinawaka moto, kila dalili ilivyokuwa inaonyesha kwamba ni wazi Jones aliondoka muda mrefu ndani ya chumba hiko kabla moto haujawa mkubwa sana. Kuelekea wapi sasa? Ni swali ambalo alikuwa anajiuliza pasipo kupata majibu ya haraka. Hebu tuondokeni haraka, hakuna ambacho tutaambulia hapa, aliongea mkuu wa kituo akiwa anafungua mlango wa gari na kuingia ndani ya gari yake. Ziliondoka kwa kasi sana kurejea ndani ya hospitali ya Nairobi, ambapo mkuu wa kituo Daudi Chiwala aliamini kuwa atakwenda kujua wapi pa kuanzia kwenye kumkamata Daktari Jones. Ndani ya chumba ambacho Rais Mendo Diloto alikuwa anapatiwa matibabu, alionekanika Dr. Matia akiwa anahangaika sana. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kila alipokuwa anashika chochote kile ndani ya chumba hicho. Kila alipokuwa anamtizama Rais Mendo Diloto, alikuwa akiwa amelala kitandani, na hakuwa hofu na mapigo ya moyo wake alikuwa anamwenda kasi sana. Embo mwekee drip ya maji kwanza, itasaidia kuweza kushusha hali yake, aliongea Dr. Matia. Daktari ambaye alikuwa anamsaidia kazi za matibabu ndani ya chumba hiko alichukua drip ya maji na kutaka kuiweka juu ya chuma ambacho kilikuwa kiko pembeni ya kitanda cha mgonjwa. Dr. Matia alichukua kwa nguvu drip hiyo ya maji kutoka mikononi mwa daktari huyo, kwani aliona anafanya taratibu sana. Kwa namna alivyokuwa ameichukua drip, Dr. Matia alishindwa kuishika vizuri kwa namna jinsi mikono yake ilivyokuwa inatetemeka. Haraka aliokota chini na kulifunga vizuri kwenye chuma maalumu cha kuweka drip. Kisha akamepitisha mpira wa drip mpaka kwenye kifaa maalumu ambacho kilikuwa kipo kwenye mkono wa Rais Mendo Diloto ili kuweza kuyapitisha maji ndani ya mwili wake. Dr. Matia alisogea mpaka kilipo kiboksi alichokuja nacho, akakifungua haraka na akamechukua kichupa kidogo chenye dawa, akainyonya dawa yote ndani ya kichupa hicho kwa kutumia bomba la sindano. Akamtizama usoni Rais Mendo Diloto kwa sekunde kadhaa, kisha akasogea mpaka ilipo drip ya maji kwa ajili ya kulichoma drip la maji na dawa iingie ndani ya mwili wa Rais Mendo Diloto kupitia drip hiyo. Yapo mengi yanaweza kutokea duniani, lakini hiki unachotaka kufanya hapa siwezi kuruhusu hata dakika moja kitoke, aliongea daktari ambaye alikuwa yuko pembeni ya Dr. Matia, huku akiwa ameubana kwa nguvu mkono ambao ulikuwa umeshika bomba la sindano. Kwa namna jinsi daktari huyo alivyokuwa na nguvu ya mikono, alimbana zaidi Dr. Matia mpaka akaachia bomba la sindano lianguke chini. Nini unataka ufanye? Unataka kunizuia kumtibia rais? Wewe ni mwasi? Dr. Matia alikuwa ameongea kwa hasira sana, uso wake ulionyesha kutopendezwa na kitendo cha mtu huyo kuzuia mkono wake kuchoma sindano kwenye drip ya maji. Mwasi? Unaweza kuijua rangi ya mwasi wewe? Upo ndani ya koti jeupe, lakini roho yako haifanani kabisa na rangi nyeupe ya koti ulilivaa. Unataka kuyadhulumu maisha ya watu wa Kenya mpaka utaki kuichukua roho ya rais wako kipenzi. Tangu utoe taarifa juu ya yule Daktari Jones kwamba ni muuaji, nilipata wasiwasi sana na wewe.
Nilipokuwa nimeingia humu ndani, nimethibitisha hili kwa macho yangu mwenyewe. Wewe sio mwema kwa maisha ya kiumbe chochote kile juu ya mgongo wa dunia. Aliongea daktari huyo. Maneno yake yalimshtua sana Dr. Matia. Aliona kabisa lilokuwa anataka kulifanya limeshashtukiwa kabla hata hajamaliza kazi yake. Wasiwasi ulimtanda moyoni mwake na hofu kubwa ilionekanika mpaka usoni wake. Dr. Matia aliamua kujitetea. Hali ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wake. Alirusha ngumi ya mkono wa kushoto kuelekea kwa daktari huyo, ambaye akajirudisha kichwa chake nyuma kwa kunesa hivi. Ngumi ya Dr. Matia ilipiga upepo na haikumfikia mpinzani wake, ambaye aliamua kumuonesha ngumi nzito zinapigwaje. Aliachia ngumi matata ambayo ilitua moja kwa moja kwenye uso wa Dr. Matia. Dr. Matia alitoa kelele wa maumivu. Ngumi kali iliyompiga usoni ilikuwa na uzito mkubwa sana ambao ilimpasua mdomo wake. Baada ya kujingata na pua ilianza kuvuja damu. Hebu tuende huko tusaidia kujua mnyola watu tunaoshirikiana. Najua kwamba wewe ni mti mdogo sana mbele ya mibuyu ambayo ina kuagiza kufanya yote. Na mimi sitaki kusumbuana na miti midogo, sikutengenezwa kwa ajili ya mtu mwepesi kama wewe. Aliongea mtu huyo mpaka kufikia dakika 5. Dr. Matia alikuwa hana ujanja wote ule zaidi ya kufuata kile ambacho mtu huyo alikuwa anakiongea. Umeme wa eneo la hospitali ulikatika kwa sekunde chache. Muda ambao umeme ulirudi, madaktari wengine waliokuwa kwa nje waliingia ndani ya chumba anachopatiwa matibabu Rais Mendra Diloto ili kuongeza nguvu kwa Dr. Matia. Lakini ndani ya chumba hicho hakukuwa Dr. Matia wala daktari ambaye alikuwa pembeni yake. Ni Rais Mendra Diloto pekee ndiye ambaye alikuwa amelala juu ya kitanda. Rais Hashim Maganga akiwa amekaa kwenye kiti chake chenye uwezo wa kuzunguka, sura yake ilipambwa na tabasamu pana ambalo lilikuwa limechanua kama maua ya onapo nuru ya mwanga. Furaha aliyokuwa nayo moyoni ilikuwa ni kubwa sana. Kisingo chao cha urais alichokuwa nacho angerukaruka. Taarifa aliyopokea kupitia simu yake iliendeleza hisia za furaha ndani ya moyo wake. Umesema alikamilisha kazi yake ndani ya hospitali ya Nairobi na sasa hivi mmefanikiwa kumtorosha mbali na vyombo vya ulinzi na usalama. Rais Hashim Maganga alikuwa ameuliza akiwa anahitaji kupata msisitizo juu ya ambacho alikuwa amekisikia kutokea upande wa pili. Ndio boss, tupo salama kwenye makazi yetu ya siri. Ninachokisubiri kwako ni amri tu juu ya jambo gani ambalo linafuata. Kanzuri sana Kanyasu. Sasa hakikisha kwamba wewe daktari kesho unamsafirisha rudi Tanzania na hakikisha kwamba anakuwa salama kabisa. Na jambo jingine, nimekosa mawasiliano na Dr. Matia juu ya kile ambacho kinachoendelea ndani ya hospitali ya Nairobi. Kwa hiyo ukipata mawasiliano naye mwambie kwamba anipatie ripoti haraka sana. Nahitaji kuifanyia kazi. Sawa mkuu. Neno lako ni agizo kwangu. Nitalitekeleza kama vile unavyohitaji. Sauti ya mtu wa upande wa pili ilijibu. Safi sana Kanyasu. Nikutakia usiku mwema na utekelezaji mwema wa majukumu yaliyoko mbele yako. Na kutegemea sana na kuahidi kwamba nitakufurahisha haya yote yakishatimia kama vile ambavyo tulivyopanga. Aliongea Rais Hashim Maganga na kukata simu yake. Rais Hashim Maganga alinyanyuka kwenye kiti ambacho alikuwa amekaa muda wote akiwa anafanya mawasiliano na mtu wake wa siri walioko ndani ya nchi ya Kenya, wakiwa ni sehemu ya kukamilisha mipango yake ya muda mrefu. Rais Hashim Maganga alirejea ndani ya chumba chake cha chakula. Usiku ulikuwa umeenda sana. Mkewe alikuwa amechukua usingizi wenye ndoto za kuvutia. Rais Hashim Maganga alikuwa amekaa pembeni ya kitanda, aliyatupia macho yake kumtazama mkewe ambaye hakuwa na habari kama mumewe anamtizama. Mke Rais Hashim Maganga alijipamba kwa nguo laini za kuvutia pamoja na vipodozi ambavyo vilimpendeza sana uso wake. Alikuwa na kivutio kikubwa sana kwenye macho ya mumewe ambaye alikuwa akimtizama kwa ukaribu mkubwa sana. Usiku ule ambao kumbukumbu zangu haziwezi kupotea kamwe ndani ya kichwa changu. Naweza kusema ni usiku bora zaidi ndani ya siku zote ambazo nimewahi kupitia katika maisha yangu. Usiku ule ulikuwa ni mkubwa sana kuliko hata siku ambayo nilikuwa nimepata nafasi ya kuwa rais wa nchi. Siwezi elezea hili kwa maneno mazito sana. Kila mmoja kwenye dunia na akanielewa kwa maana ile moja. Lakini moyo wenye hisia zangu ni shahidi kwa pekee juu ya hili swala. Usiku ule ambao ulichukua taji la ulimbwendo wa Tanzania ambayo ilikuwa ni ndoto yako ya muda mrefu. Usiku huo na mimi nilikuwa nimekamilisha ndoto yangu ya kumwona kwa mara ya kwanza mwanamke ambaye kwenye maisha yangu ni yeye pekee ndiye ambaye niliyemuita mke wangu kwa kutumia kinywa changu. Usiku ule
Nilikiri kwamba nimewahi kukutana na wanawake wengi kabla, lakini wewe ulikuwa ni kiboko yao. Kila eneo uliwaacha mbali sana wanawake wengine. Mpaka leo sijawahi kabisa kujua sababu ya wale mbwendo wengine ambao walikuja kwenye shindano kuja kushindana na wewe, wakati ambao hata shindano lingefanyika zaidi ya mara 10,000 bado ungelikuwa ni mshindi tu zidi yao. Mbele ya upeo wa macho yangu naona jambo jipya sana. Hustahili kuwa mke wa rais yeyote duniani, bado unastahili kuwa malkia wa ufalme mkubwa sana wenye nguvu. Mavazi yenye nakshi za dhahabu kila eneo ni mavazi pekee ambayo yanastahili kuulemba mwili wako mzuri. Hivi karibuni nitakuwa kiongozi wa eneo kubwa sana na tutayaishi maisha ambayo yanatustahili mimi na wewe, na tutafurahia nyakati zetu nzuri pamoja. Baada ya kuongea maneno hayo yenye hisia nzito sana, Rais Hashim Maganga juu ya mkewe alipanda kitandani, alimbusu mkewe kwa paji la uso, kisha akamkumbatia kwa mahaba mazito alionayo juu ya mkewe. Licha ya matamanio yake makubwa ya kuwa kiongozi eneo lote la Afrika Mashariki, lakini alimpenda sana mkewe kwa moyo wake wote. Ndani ya chumba chenye nafasi kubwa, baridi kali iliyokuwa imeachiliwa ndani ya chumba hiko ilisababisha barafu kusambaa kwenye kuta na sakafu za chumba hiko. Moja ya pembe ya chumba hiko alikuwepo Chief akiwa mtupu kama alivyozaliwa. Baridi kali ya chumba hiko ilimfanya ajikunyate sana, kama mithili ya mwanakondoo aliyekuwa amepoteza wazazi wake. Chief alifanya hivyo ili kujipatia joto yeye mwenyewe. Mdomo wake ulikuwa umepasuka kwa baridi kali, ambayo pia ilikuwa imetengeneza ganzi kwenye maeneo ambayo alipokea kipigo kikali sana kutoka kwa watu ambao walikuwa wanamshikilia. Chief akiwa hapo chini alisikia viatu vikiwa vinapita karibu na chumba alichokuwa. Hakuvifuatilia sana viatu hivyo mpaka pale ambapo mlango wa chumba ulipokuwa umefunguliwa. Aliingia mtu akiwa amebeba blanketi kwa mkono wa kulia na mkono mwingine alikuwa na kikombe. Mtu huyo alitembea mpaka sehemu alipokuwa amekaa Chief, akamrushia blanketi ambalo Chief alidaka kwa mkono wake na kujifunika. Baridi aliyokuwa anaipitia ndani ya chumba hiko haikumpatia maswali zaidi juu ya blanketi hilo. Chukua kikombe chenye tangawizi kitakusaidia kurejesha sehemu ya joto la mwili wako lililopotea kwa baridi kali, aliongea mtu huyo na kumkabidhi kikombe Chief, ambaye alikipokea kwa mikono mmoja. Mkono wenye kikombe ulikuwa unatetemeka sana. Aliongezea na mkono wa pili ili kuweza kukamata vizuri kikombe cha tangawizi na kukipeleka mdomoni. Alipopiga funda moja, aliweka kikombe chini haraka sana. Hakuweza hata kurudisha tena mdomoni. Ukali wa tangawizi ya moto uliunguza vibaya mdomo wake. Sasa hiko kikombe tu kidogo cha tangawizi unashindwa kumaliza. Huyo mke wako nyumbani waga unamfikisha kweli kileleni, au vijana wanakusaidia tu ili ndoa yako iendelee kuwepo? Nikitoka hapa nifuate, aliongea mtu huyo ambaye alikuwa amevalia mavazi meusi na uso wake ulikuwa umefunikwa kwa kitambaa. Chief alinyanyuka kwa shida, kwani mguu wake wa kulia ulikuwa na maumivu makali baada ya kupigwa na kitu kizito juu yake siku iliyopita. Chief akamfuata mtu huyo mpaka walipokuwa wamekuta kabati ambapo zilitolewa fulana na track. Chief alikabidhiwa aweze kuzivaa. Baada ya kumaliza kuvaa, Chief aliongozwa mpaka sebleni. Kwa nini mleta hapa? Na mpaka sijafahamu na nataka nikutoa kwangu. Chief aliuliza baada ya kukaa kwenye moja kati ya kochi. Utasubiri hapa, kuna mtu ambaye atafika hapa na anahitaji kufanya mazungumzo na wewe ya msingi sana. Vema, msubiri na maswali yako yote atakujibu yeye, aliongea mtu huyo. Na kutoka sehemu hiyo Chief alikaa muda mrefu sehemu hiyo mpaka alianza kuchukuliwa na usingizi. Kwa mbali alisikia viatu vya watu wawili wakiwa wako eneo hilo. Aliyafumba macho yake na kutazama nyuma, kwani viatu vilisikia kutokea upande wake wa nyuma. Watu waliowaona mbele yake walifanya apigwe na butwa. Hakutegemea kuona watu hao katika eneo kama hilo ambalo yeye aliona kama jehanamu ya duniani, kwani mateso alikuwa ameyapata hapo hakuwahi kuyapokea sehemu yote ile. Karibu sana mwisho wa upepo. Uliletwa wakati ambao sikuwepo hapa, lakini hakuna kilichoharibika, niko hapa ndugu yako, aliongea Rais Hashim Maganga akiwa ameongozana na mtu aliyevalia kinyago cha soko. Kumbe ni nyie ambao mmeniteka na kunifungia kwenye hili eneo baya lenye mateso makali. Kwa nini sasa mmenifanyia hivi ndugu zangu? Chief aliongea kwa masikitiko makubwa sana baada ya kugundua kwamba watu wake wa karibu ndani ya umoja wao ndio watu ambao walikuwa wamemfungia katika eneo hilo la siri, ambalo alipokea mateso makali sana ambayo yalimwekea maumivu ndani ya mwili wake, tena mwili mzima. Utaki kuwalaumu watu kwa nyakati mbaya zote ambazo unazipitia. Nyakati nyingine ni mafunzo ya kukuweka imara
kwa mambo mengine ambayo yatatokea mbeleni. Hukuwahi kulifahamu hili eneo, lakini ni mwanzo wako wa kulijua hili eneo kwa undani zaidi. Kwani nilikuwa nimewekeza nguvu kubwa sana hapa ili kukamilisha zile ndoto ambazo tunazo kwa muda mrefu sana. Hujanijibu swali kwa nini mmenileta hapa. Bado maneno yako yana kona nyingi sana ambazo mimi sifurahi kuzisikia. Uleto hapa kwa mtindo wa namna ya mafunzo. Tunalo lineo kwa miaka mingi sana. Nikupe pole kwa mateso ambayo ulipitia, lakini ilikuwa ni sehemu ya kukamilisha kazi nzito ambayo iko mbele yetu sote. Video rekodi ambayo ilikuwa imerekodiwa jana ndio ambayo ilitumia kijana wako Radio Nsili aweze kufanya kazi yetu kule Kenya, na muda wote utapokea matokeo mazuri sana. Wakati ambao anafanyia utaratibu wa kurudishwa nchini. Haya ni matunda yetu wote, wala hata usitulaumu sana katika hili. Aliongea mwanaume mwenye kinyago cha sokwe. Labda utakuwa na maswali mengi sana kuhusu hili eneo pamoja na sisi wenyewe ni kuwa umoja wetu ndio ambao wamiliki wa hili eneo. Kuanzia leo mipango yote itafanyika hapa. Tunalo jeshi la vijana wenye utayari wa kutusaidia kazi yetu, ambapo tunawalipa pesa nyingi sana. Kwa ufupi tu, haya ndio makao makuu ya kundi la Black Sunday. Aliongea Rais Hashim Maganga. Maneno yake alianza kumuingia vizuri chifu, kwani alipata picha ya kilichokuwa kinaendelea. Aliletwa daktari kwa ajili ya kumtibia chief. Daktari alikuwa na vifaa pamoja na dawa zenye uwezo mkubwa sana. Matibabu ya muda mfupi kwa kutumia vidonge na sindano za gharama sana viliweza kuvivuta vidonda vya chifu na kuonekanika vikiwa vinafunga. Sayansi na teknolojia imesonga sana. Rais Hashim Maganga pamoja na watu wake waliwekeza pesa nyingi sana hapo, ambazo zilikuwa zimeweza kununua dawa za gharama kubwa ili kuwatibia watu wake pale wanapata majeraha tofauti. Hebu tutazame kile ambacho kinachoendelea huko Kenya. Kwani leo ni siku ambayo tulikubaliana kuna furaha upande wetu itakuja, na wote tutagonga mvinyo kwa mafanikio makubwa sana ambayo tutakuwa tumeyapata. Aliongea Rais Hashim Maganga huko akiwa anafungua televisheni. Macho yaliwatoka sana, kwani taarifa iliyokuwa inatangazwa kwenye televisheni ya taifa ilikuwa ni tofauti kabisa na ile ambayo alikuwa anaitegemea. Televisheni ya taifa ya nchi ya Kenya ilimuonyesha mtangazaji maarufu wa habari Getruda Simeon akiwa mtaani kuwahoji watu kuhusu chapisho la kwanza la Rais Medard Iloto kwenye mtandao wa Twitter baada ya kupita wiki 3 pasipo watu kujua sehemu alipo. Umelipokeaje chapisho la Mheshimiwa Rais Medard Iloto baada ya kupita wiki 3 pasipo rais wa nchi kuonekanika sehemu yote ile? Leo amechapisha taarifa ya kumuagiza waziri wa viwanda na biashara kushusha bei ya gesi asilia kwa 40%. Wewe umeipokeaje taarifa kwa hisia gani? Getruda Simeon alikuwa na mhoji raia aliyekuwa anapita barabarani. Nimefurahi sana kuona ile taarifa. Kwanza nimefurahishwa na mambo mawili. Moja ni kujua rais wetu ni mzima wa afya na sio ule uzushi ambao wapinzani walikuwa wanataka kuzichezea akili zetu kwa kutuambia kwamba rais yuko hoi kitandani. Na la pili ni hili la kushusha bei ya ununuaji wa mitungi ya gesi. Kweli ni furaha sana. Na ni fahari kwetu kama Wakenya kuwa na rais mwenye kuwajali watu wake kama Medard Iloto. Mazungumzo kati ya mwandishi wa habari Getruda Simeon pamoja na raia wa Kenya hayakuendelea, kwani Rais Hashim Maganga alizima kabisa TV. Taarifa hii ilimpatia majibu kuwa Rais Medard Iloto ni mzima wa afya na hakuwa ameuliwa kwenye upasuaji. Huyo mtoto wa Josi ni wa hovyo kabisa. Hajafanya kazi tuliokuwa tumempatia, na tulitumia pesa nyingi sana kuweza kumsomesha huko Cuba, lakini hajaleta matunda yote yale upande wetu. Aliongea Hashim Maganga na wazi alionyesha hasira zake alizonazo kwa Radio Nsili kwa kitendo chake cha kushindwa kummalizia Rais Medard Iloto. Kitendo hicho kiliharibu mpango wao kwa asilimia kadhaa. Huu unaweza kuwa ni mtego. Serikali ya nchi ya Kenya inaweza kutumia hii mbinu kutuzubaisha juu ya kifo cha rais wake ili tu kutupunguza nguvu, na baada ya siku kadhaa ndipo atangaze kwamba Rais Medard Iloto ameshafariki dunia. Aliongea chifu kwa namna ya kumtetea kijana wake Radio Nsili. Hapana, sifikiri hilo kabisa. Huyu mtoto Radio Nsili hajafanya kazi yetu. Kwa pesa tuliyokuwa tumeitumia kwake na leo kaharibu mpango wetu, basi hakuna haja ya kuendelea kuishi. Na katika hili sitaki yote yule aingilia kati. Hata chifu upo ndani ya huu mpango wetu, utafata hii kauli yangu ambayo ni lazima huyu mtoto afe. Usijaribu hata mara moja kutuzuia. Aliongea Rais Hashim Maganga kwa namna uso wake ulivyokuwa. Alikuwa amekasirika sana. Hakuna hata mtu ambaye alikuwa amejaribu kumsemesha. Alibonyeza simu yake na kuiweka sikioni. Hazikupita hata sekunde nyingi, simu ya upande wa pili kapokelewa. Kanya sio daktari, hana umuhimu tena kwetu. Hakikisheni kwamba anakufa kwa kifo kibaya sana chenye mateso makali sana. Hata kwa kukata kichwa chake nitafurahi kukiona. Rais Hashim Maganga aliongea. Sawa kiongozi, tafanya hivyo. Kanyasu alijibu upande wa pili. Kazi iliyokuwa mbele yake ilikuwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba Radio Nsili haendelee kuvuta hewa ya duniani, kwani amekwisha kwamisha mipango ya watu wakubwa. Hastahili kuendelea kuishi zaidi.
Sawa. Kanyasu baada ya kupokea maagizo kutoka kwa Rais Hashim Maganga aliingia ndani ya chumba ambacho alimwacha Rajonsi usiku uliopita. Akamkuta Rajonsi akiwa ameshaamka na amekaa pembeni ya kitanda. Kwa namna jinsi alivyokuwa anaonekanika kuwa ni mtu mwenye mawazo ya mbali, Kanyasu alijikoza kidogo ili kumshtua Rajonsi atoke kwenye ulimwengu wa mawazo alikuwa amepotelea huko na amsikilize juu ya jambo ambalo amekuja nalo ndani ya chumba hiko. Eneo hili tuliopo ni salama sana. Ni vigumu sana kwa polisi na vyombo vingine vya usalama kuweza kufika hapa na kuweza kukamata. Punguza hofu na mawazo yasiyokuwa na lazima. Aliongea Kanyasu kwa akiwa anakaa pembeni ya kitanda ambacho alikuwa amelala Rajonsi kwa usiku mzima uliopita. Kwa nini nasema ni vigumu kwa vyombo vya usalama kuweza kufika hapa na kunikamata wakati nimemaliza maisha ya kiongozi mkubwa wa nchi? Watakuwa na hasira kubwa sana, lazima tu wanitafute kwa nguvu zote zile popote pale ndani ya nchi mpaka wanipate. Rajonsi aliongea na kumfanya Kanyasu achie tabasamu la kinafiki. Alifahamu kabisa Rajonsi alikuwa amemchota akili kwa kumwambia kwamba ameamaliza maisha ya Rais Bernard Iloto, wakati yeye anayo taarifa kuwa Rajonsi hakuyakatisha maisha ya Rais Bernard Iloto na rais ni mzima wa afya. Kwani wewe unataka kukamatwa? Hapana, sina mpango wa kuishi nyuma ya nondo katika umri huu. Sihitaji maisha yangu yafikie mwisho. Kwa namna hii sijawahi kufikiria kufia jela baada ya kufungwa maisha. Tena jela iliyoko mbali kabisa na nyumbani, sehemu ambayo nilipozaliwa na kitovu changu tupo. Umefanya kazi kubwa sana na nzuri kwa upande wetu. Sitoruhusu yote yule akuchukue ndani ya nchi. Utarejea nyumbani kwenu salama na vyombo vyote vya usalama haviwezi kabisa kufika hapa. Nikuuliza swali dogo tu na la ufahamu. Unafahamu maeneo yote ndani ya nchi ambayo ni vigumu kuhisiwa kumficha mhalifu mpaka yafanyiwe ukaguzi mkubwa? Kanyasu aliuliza. Labda sehemu moja tunayo ni Ikulu ya Rais. Sehemu hiyo ni vigumu sana kwa vyombo vya usalama kufika hapo na kukagua. Kwani kufanya hivyo ni kuzalisha eneo hilo ambalo ni ofisi na makazi ya rais wa nchi. Lakini maeneo mengine yote yanaweza kufanya ukaguzi, kwani hapa tupo Ikulu. Rajonsi naye alitupa swali kwa Kanyasu baada ya kujibu kile alichokuwa anakifahamu. Hapa tupo Ikulu, lakini hapo maeneo mengine ambayo ni vigumu kwa vyombo vya usalama kuwa na wasiwasi napo. Eneo moja hapo ni ndani ya kambi za jeshi. Hapa tulipo ni moja kati ya kambi ya kijeshi ya nchi ya Kenya. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa vyombo vya usalama kufika hapa kufanya ukaguzi. Wanaweza kukagua maeneo mengine yote lakini sio hapa. Rajonsi alishtuka kidogo kusikia yupo ndani ya kambi ya jeshi na muda wote hakuwa analifahamu hilo swala. Usiku alioletwa eneo hilo alizibwa uso kwa kitambaa ambacho kilimzuia kuliona vizuri eneo hilo. Kitambaa kiliondolewa usoni mwake baada ya kufika ndani ya chumba hiko chenye madirisha ambayo yalimzuia kuona sehemu ya nje. Alijitupa kitandani pasipo kufuatilia zaidi ile eneo na kulala. Alielewa nguvu walionayo watu waliomwagiza kufanya mauaji ya Rais Bernard Iloto. Walikuwa ni watu wenye nguvu kubwa mpaka kuiweka kambi ya jeshi chini yao, na ndio maana rubani wa kijeshi aliongoza ndege ambayo ilikuwa imemleta Kenya kutokea nchini Uganda ndiye aliyekuwa pembeni yake, Bwana Kanyasu. Tena alikuwa amehusika kumtolosha ndani ya Romeo Hotel wakati ambao vyombo vya usalama vilikuwa vinahitaji kumkamata. Asante sana ndugu yangu. Kama umenihakikishia ulinzi na usalama wangu, hilo ni jambo la kwanza na la muhimu sana ndani ya maisha yangu. Lakini jambo la pili, vipi kuhusu usalama wa mtu ambaye mmemkamata ambaye hana hatia yoyote ile? Mtamwachia wakati gani? Na kazi ambayo mlihitaji niifanye nimeikamilisha kwa asilimia zote. Rajonsi aliongea akihitaji watu wao wamwachie chifu kwani kazi alishaifanya. Sisi ni watu ambao tunaitunza ahadi yetu na tutatekeleza kama vile tu ambavyo tulikuwa tumeweka ahadi mwanzoni. Umekamilisha kazi yetu, ni haki yako kumpata ndugu yako. Leo hii utarejea Tanzania na huko utapatiwa ndugu yako pasipo masharti mengine yote yale. Lakini kuna njia mbili ya wewe kuweza kurejea Tanzania, unapaswa kuichagua njia moja. Kanyasu aliongea kwa kana mtizamo usoni Rajonsi, ambaye alimpatia ishara azitaje njia hizo mbili na yeye alitaka kuzifahamu njia hizo ambazo zitamwezesha kurudi Tanzania. Ni kuhakikishia kwanza njia zote hizo mbili ni nzuri na salama na zitakufikisha nchini Tanzania. Njia ya kwanza ni kuwa tukusafirisha kama maiti ukiwa na sura bandia. Maiti hiyo itakuwa ni kama ya mwanafunzi ambaye anasoma kwenye moja kati ya chuo kimoja wapo ndani ya nchi ya Kenya, lakini ni raia wa nchi ya Ethiopia. Utachomwa sindano ya kukuzimisha na utasafirishwa ndani ya jeneza mpaka nchini Ethiopia, na huko utapokelewa na watu wetu ambao watakukatia tiketi ya wewe kurudi Tanzania kupitia ndege za shirika la nchi ya Ethiopia, na njia ya pili ni kupitia nchini Kongo. Kuna vikosi ambavyo vinaondoka leo kuelekea Kongo kwenda kuungana na vikosi vya Umoja wa Mataifa katika jukumu la kulinda amani kwa watu wa demokrasia ya Kongo. Njia hii utakuwa ni miongoni mwa vijana wa kijeshi
utapatiwa mavazi na silaha na kusafiri pamoja na askari yao. Ukishafika Kongo utapokelewa na watu wetu, watakusafirisha kwenda Tanzania. Katika njia hizi mbili, ni ipi unaona kwako ni nyepesi na nzuri zaidi?" aliongea Kanyasu. "Njia ya pili itakuwa ni nzuri na nyepesi kwangu. Ni vyema kusafiri na wanajeshi kuliko kuchomwa sindano na kuwekwa kwenye jeneza kama maiti. Nitapotea usingizini na hapo kitakuwa ni kifo changu tayari. Sitaki kufa mapema hivi, nazo ndoto nyingi sana ambazo sijazitimiza, sina hata damu yangu kwenye hii dunia." Ni mwoga sana wa kifo ya jamaa. Kifo kitakuja muda wote ule pasipo kupiga hata hodi. Unapaswa kujiandaa na usijiwekee matumaini ya kuishi muda mrefu kama umeweka mapatano na Mungu, kwani wapo wenye umri mdogo zaidi yako na wameshafariki. Aliongea Kanyasu akiwa anamkabidhi Rajonsi sare za jeshi ila zivae. Shida sio kufa. Shida ipo kwenye kutafuta umauti. Yaani kujitanguliza kwa lazima. Kulala ndani ya jeneza ni kama vile kumtafuta malaika mtoa roho kwa lazima yani. Rajonsi alijibu kwa anacheka. Alizivaa nguo hizo zikamkaa vizuri sana. Muonekano wake ulionekana kama mwanajeshi. Kifua kipana na mikono iliyokuwa imeshiba vizuri ilimfanya gwanda lisipwae katika mwili wake. Nguo zimekukaa vizuri sana jamaangu. Usingelikuwa daktari basi ulikuwa unatakiwa kuwa ni mwanajeshi. Naona hii kazi ingekufaa sana. Ukirudi nchini kwako, jiunge na jeshi na unaweza kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Sema kuna jambo moja ambalo natamani nifahamu. Mungu anavyokuwa anakuumba waga na makusudi yake. Na ndio maana waga anatujua tangu tukiwa tuko ndani ya matumbo ya mama zetu. Mimi naona kabisa niliumbwa kuwa daktari, kupambana na magonjwa makubwa na kutibia watu waliokuwa katika hali mbaya zaidi ya kiafya. Siwezi kabisa kuwa na roho ya kushika silaha, kuingia vitani na kupambana na adui. Hiyo ndio tofauti yangu mimi na wewe hapo. Kwa kuwa ukisikia sehemu kuna vita, utakimbilia kwenda kule kupambana, lakini kwangu hiyo sehemu ni hatari na hofu kubwa sana kusogea hapo. Nitasubiri tu sehemu majeruhi waje niwatibie. Basi hapo ndipo unaonekanika ukuu wa Mungu kwenye kila kazi ambayo mtu anakuwa ameletwa kuja kuifanya duniani. Rajonsi aliongea, stori zao ziliwafanya kuwa watu wenye furaha kubwa ndani ya muda mfupi. Walijikuta wamezoeana sana, kama ni watu ambao walikuwa wamekutana siku nyingi ambazo zimepita. Kumbe walikuwa ni watu ambao maisha na njia wanazopita zilikuwa zimewekwa kwenye pande kuu mbili kubwa sana. Mmoja alikuwa anatakiwa kuuawa na mwingine ndiye angehusika na mauaji hayo. Moyo wa binadamu umeumbwa na siri kubwa sana. Ni rahisi kwa mtu kukuonesha anayofuraha juu yako, tena furaha iliyo salama isiyokuwa na chembe ya chuki. Kumbe aliyoyapanga juu yako ni mabaya zaidi, ambayo ukiasikia kwa sekunde moja ni rahisi sana kukubali ukweli kwamba binadamu ni kiumbe kimoja hatari sana na chenye roho katili sana zaidi ya viumbe wengine walioumbwa na Mungu na kuwekwa juu ya mgongo wa dunia. Hebu twende unifuate kabla haujaachwa na ndege, maana wenzako wako kambi ya jirani hapo. Tutakwenda na gari. Kuhusu silaha nitakukabidhi mbeleni huko. Aliongea Kanyasu na kutoka nje nyuma yake akiwa anafuata Rajonsi. Baada ya kutoka nje ya nyumba hiyo, Rajonsi alishuhudia wanajeshi wengi sana ambao walikuwa hapo katika eneo hilo. Hapo aliamini kuwa maneno ya Kanyasu yalikuwa na ukweli kwa 100%, kwamba walikuwa wamehifadhiwa ndani ya kambi ya kijeshi. Walifika wanajeshi wawili ambao walipiga saluti za heshima mbele ya Kanyasu ambaye alikuwa mkubwa kwao mwenye vyeo vya kijeshi. Kwa pamoja wote wanne walikuwa wameingia ndani ya Land Cruiser nyeusi yenye namba za usajili wa jeshi la Kenya. Kanyasu ndiye ambaye alikuwa dereva wa gari hiyo, na pembeni yake alikuwa amekaa Rajonsi na siti ya nyuma alikuwa amekaa wanajeshi wawili. Tufungeni mikanda, safari itakuwa ni ya kilomita 40. Tutatumia dakika 20 tu mpaka kufika kwenye hiyo kambi, ambao daktari utaungana na wenzako kuelekea huko nchini Kongo. Aliongea Kanyasu na kuwasha gari ambayo iliondoka mwendo wa taratibu ilipokuwa inaliacha geti la kambi hiyo. Gari kaongeza mwendo kila dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda. Ukimya ulitawala ndani ya gari hiyo. Hakuna ambaye alikuwa anaweza kuzungumza, kila mtu alikuwa anawaza la kwake. Ai! Rajonsi aliacha ukelele wa juu baada ya kuhisi amechomwa kitu cha ncha kali kwenye shingo yake kama sindano. Alihisi kizunguzungu ghafla. Ndani ya sekunde 30 akajikuta akiwa amelalia siti. Sindano ambayo alikuwa amechomwa na mwanajeshi mmoja aliyekuwa yuko upande wa nyuma ilimlaza kabisa Rajonsi, asiwe na ufahamu wowote ule. Gari litembea kwa dakika 10 zaidi mpaka sehemu ambayo ilikuwa na mchanga mwingi sana. Hapo gari lisimama. Tunamfanyaje huyu mkuu? Tunamzika mzima au tunampiga risasi na kumtupa kama maagizo kutoka bosi yanavyosema lazima afe? Aliongea mwanajeshi mmoja. Chimbeni kwanza shimo lenye urefu unaofanana na yeye akisimama, kisha nitawaambia nini cha kufanya. Kanyasu aliwajibu wanajeshi wawili ambao walishuka haraka sana. Walichukua makoleo na vifaa vingine vya kuchimbia kutoka kwenye buti la gari, wakianza kuchimba shimo refu
Ndani ya dakika 40 walikuwa wameshamaliza kuchimba shimo lenye urefu wa futi 5. Walibeba Rajonsi kumtoa kwenye gari, wakamsimamisha ndani ya shimo hilo na wakamfukia kwa mchanga na udongo. Sehemu iliyobakia ni kichwa tu, ndicho ambacho kilikuwa kinaonekana. "Mkuu, ni mkate kichwa tumalize shughuli haraka," aliongea mwanajeshi mmoja. Hapana. Huyo anatakiwa kufuata taratibu sana. Tena kwa maumivu makali na sio kwa kama unavyotaka wewe. Apate kifo cha haraka. Ngoja basi nikuonyeshe kifo chake kitakavyokuwa. Aliongea Kanyasu akiwa anachukua chupa yenye asali ambaye hakuwa ameamka mpaka wakati walimwagia asali yote ambayo ilikuwa ipo kwenye chupa. Kisha akawaambia wanajeshi wenzao waingie ndani ya gari. Alisogea mpaka ulipo mti wa karibu ambapo juu yake ulikuwa na nyuki wakiwa wametengeneza makao yao hapo. Kanyasu aliwaangusha na kukimbilia ndani ya gari na kufunga mlango na vioo vya gari. Nyuki wengi wakaonekana kufumuka kuelekea kilipo kichwa cha Rajonsi na kumng'ata, kwani walifuata harufu ya asali. Anatakiwa kufa vile kwa maumivu makali sana. Pale nyuki watamng'ata wanaweza kumuua kabisa, na hata wasipomuua, kiu na kukosa chakula kwa muda mrefu vitamaliza. Hakuna atakayemwokoa katika pori hili tupu. Aliongea Kanyasu na kuondosha gari na hakutaka kumuua moja kwa moja Rajonsi. Unaonekana na ndoto nyingi sana. Kama Mungu unayemwabudu atakupa nafasi ya pili ya kuishi, ni jambo jema sana, kwani atakuokoa dhidi ya hao nyuki. Moyo wangu umekataa kabisa kukuua ndugu yangu, lakini majukumu ya kazi imebidi nifanye hivi, ambavyo sina hakika kama utaokoka kwa asilimia zote, lakini ipo nafasi nyingine ya kuishi. Kanyasu aliongea kimoyomoyo akiwa ameshikilia usukani wa gari. Alikimbiza gari kurejea kambini. Wanajeshi waliokaa siti za nyuma ya gari hawakufurahishwa kabisa na kile ambacho amekifanya Kanyasu. Kwa kutumia ishara ya macho na vidole vya mikono walikubaliana kummaliza Kanyasu, kwani amefanya nje ya misingi ya kazi ambayo alikuwa amepewa kumaliza Rajonsi. Mwanajeshi mmoja alishika bastola na kufyatua risasi ambayo ilimpata Kanyasu kichwani, na mwanajeshi mwingine aliuwahi usukani kabla gari halijapinduka, jambo ambalo lilifanikiwa kwa asilimia zote. Roho ya rubani Kanyasu ilikuwa imeshauacha mwili, kwa risasi ilifumua kabisa ubongo wake. Wanajeshi hao waliutupa mwili wa Kanyasu nje ya gari na wakaamua kugeuza gari kurudi kule ambako walikuwa wamemwacha Rajonsi. Hakutaka kuacha kipolo hata kidogo. Daktari hakutakiwa kuishi kabisa. Risasi ya kichwa au kukata kichwa ndicho kifo ambacho walikuwa wamekipanga wakimfikia. Watakitekeleza kwake kwa kitendo chake cha kushindwa kufanya kazi ya bosi wao ambaye ni Rais Hashim Maganga. Hashim Maganga alifanikiwa kupandikiza mizizi mizito ndani ya nchi ya Kenya na kufanikiwa kupata vijana ambao wanaipambania kazi yake kweli pasipo na makando yote yale. Kanyasu alijitahidi sana kumwepusha Rajonsi kwa kifo cha kukatwa kichwa, lakini wanaume hao wawili walizamilia kummaliza kabisa Rajonsi, tena kwa kifo kibaya sana, kisichoelezeka kwa maneno bali kwa vitendo tu. Kumbe gari iliyokuwa na wanajeshi wawili ndani yake iliendeshwa kwa mwendo wa juu sana. Kwa mwendo huo walitakiwa kuwahi sehemu waliomwacha Rajonsi, lengo likiwa ni kumalizia kazi ambayo haikuwa imekamilika ya kuyaondoa maisha ya daktari huyo. Hawakwenda mbali sana. Ndani ya dakika chache mwanajeshi aliyekuwa anaendesha gari alikanyaga breki. Tayari alikuwa ameshafika sehemu aliyokuwa amekusudia kufika. Walishuka kwa tahadhari kubwa sana, akasogea mpaka sehemu ambayo alikuwa amemfikia Rajonsi. Jambo la kushangaza, kichwa cha Rajonsi hakikuonekanika kama wao walivyokuwa wamemwacha. Walitazamana kwa sekunde, macho ya kila mmoja yalionyesha kuwa na maswali mengi sana. Hawakuelewa kile ambacho walikuwa wamekiona mbele yao. Wakatizama mazingira ya eneo hilo, kwani walihisi watakuwa wamekosea eneo ambalo walimwacha mtu wao. Uwepo wa mti mkubwa ambao Kanyasu aliwaangusha nyuki na kumvamia Rajonsi uliwapatia majibu kwamba eneo hilo na hawakuwa wamekosea. Walikubaliana kufukua sehemu ambayo walikuwa wamemwacha, kwani udongo na mchanga ulikuwa umefukiwa vile vile. Haraka walitoa vifaa vya kufukulia. Kazi kaanza mara moja, wakiwa na matumaini ya kuona mwili wa Rajonsi kwa ndani yake. Na majinsi walivyokuwa wanafukua nyuki wengi waliokuwa kwenye mchanga, na walivyokuwa wanafukua nyuki wengi walitoka kwenye mchanga na kuwavamia wanajeshi hao. Sehemu ambayo wanajeshi walifukua kuupata mwili wa Rajonsi hakukuwa hata na kidole cha daktari huyo, badala yake kulikuwa kuna nyuki ambao walikuwa wamefukiwa kwa mchanga wa eneo hilo. Hasira walizokuwa nazo nyuki ziliishia kwenye mwili wa wanajeshi hao. Uvumilivu uliwashinda. Hawakuwa na silaha ya kupambana na wadudu hao. Bastola zenye risasi ambazo zinaweza kuua mnyama yeyote ule mkubwa ndani ya sekunde moja hazikuwa na uwezo wote ule mbele ya wadudu nyuki ambao walikuwa wanaacha miba yao yenye sumu kali kwenye ngozi ya wanajeshi hao. Mpaka wanafanikiwa kuingia ndani ya gari, sehemu zilizong'atwa na nyuki zilikuwa na maumivu makali na ngozi zao zilikuwa zimevimba haswa.
Waliamua kuondoka. Nyuki waliwazuia kufanya uchunguzi kujua sehemu ambayo Rajos alikuwa ameelekea. Jibu ambalo walikuwa na uhakika nalo ni kwamba Rajos ameokolewa na kwa vyote vile atakuwa ni mzima, na jambo hili litakuwa na athari kubwa sana kwa upande wao. Walipitia sehemu ambayo waliutupa mwili wa Kanyasu. Waliamua kuchimba shimo na kuufukia hapo, mwili usionekanike na watu wengine. Mwisho wa maisha ya Kanyasu ulishia ndani ya shimo hilo. Rubani wa jeshi la Kenya aliyekuwa anafanya kazi chini ya Rais Hashim Maganga kwa kumfanikishia mambo yake ndani ya nchi ya Kenya, licha ya kufanya mambo mengi chini ya Rais Hashim Maganga, mwishoni alibadili mpango wa kumua Rajos na kufanya namna ya kuweza kutaka kuyaokoa maisha ya daktari huyo. Upenyo huo ulitumiwa na askari wenzie kuyaondoa maisha yake haraka pasipo kujali kazi waliofanya pamoja. Maslahi mapana ya upande wao kilikuwa ni kitu bora kuliko chote kile. Wanajeshi waliwasha gari na safari ya kurudi kambini iliendelea, wakiwa wanahitaji kufika haraka sana kutoa taarifa juu ya kupotea kwa Rajos, ikiwezekanika wapate nguvu mpya ya kumsaka popote pale alipo kabla ya vyombo vya usalama havijamfikia. Johnny Senyago alikuwa amefika ndani ya hospitali ya Nairobi akiwa kwenye gari lake. Alivalia suti nadhifu na iliyompendezesha sana. Mwili wake wenye afya nzuri ulianza kujenga upya. Alifika hospitalini hapo ikiwa ni katika kuitikia wito wa Rais Menard Iloto, kwani siku hiyo ilikuwa ni siku yake ya mwisho kwa hospitali hapo na ataruhusiwa kurejea Ikulu kuendelea na majukumu mengine. Ni baada ya madaktari kujilizisha juu ya afya yake na kuona imeimarika kwa kiasi kikubwa. Johnny Senyago alielekea mpaka ilipo bustani ya hospitalini hapo, ndipo sehemu ambayo Rais Menard Iloto alikuwa amejipumzisha akibaridhi upepo wa eneo hilo akiwa pembeni ya binti yake Mercy. Kwa namna jinsi walivyokuwa, walikuwa ni watu wenye furaha sana ya kuwa karibu tena na wote wakiwa na afya njema. Johnny Senyago aliposogea zaidi, walinzi wa rais walimfuata na kumkagua. Baada ya kujua hakuwa amebeba kitu cha hatari kwa maisha ya rais, walinzi walimruhusu apite kuelekea alipo Rais Menard Iloto, kwani alikuwa ni mgeni maalum kwa Rais Menard Iloto. Mercy, mama yangu kipenzi, unaweza kutupisha kidogo nifanye mazungumzo na mgeni alitembelea? Rais Menard Iloto alimwambia binti yake kwa sauti ya chini na yenye upole mwingi sana baada ya kumuona Johnny Senyago akiwa anakaribia. Sawa daddy, lakini promise me. Mercy aliongea kwamba sawa, lakini niahidi. Kitu gani unahitaji ni kuahidi binti ya mfalme? Uniahidi kwamba utamaliza mapema ya mazungumzo yenu. Nikakupikia pizza. Oh sawa, sitochelewa, nikimaliza tu tunaenda zetu nyumbani. Na tukifika nyumbani tutapika pamoja hiyo pizza. Sitakuwa mbali nawe hata kwa sekunde moja. Si unajua nimekukumbuka sana binti mfalme. Alijibu Rais Menard Iloto na kumfurahisha zaidi binti yake ambaye aliondoka huku uso wake ukiwa unatengeneza tabasamu la furaha kweli kweli. Kumtazama babake akiwa yupo mwenye afya njema lilikuwa ni jambo la kwanza ambalo lilimpatia amani kubwa ya moyo. Kwake alifurahia zaidi kuwa karibu na baba yake kuliko kuwa karibu na mama yake. Kuwa karibu na baba yake ulikuwa ni ufahari mkubwa ndani ya nafsi yake, akiamini babake ndiye shujaa wake wa kwanza kwenye hii dunia na mtu sahihi atakayemuongoza kuzifikia ndoto zake. Ni bora umewahi kuja hapa John. Kuna mambo muhimu sana nataka tuongee kwa kina, sababu yanahitaji ufumbuzi wa haraka. Johnny Senyago alikaa kwanza kwenye kiti kusikiliza kile ambacho Rais Menard Iloto alikuwa anahitaji kumwambia kwa wakati huo. Rais Menard Iloto alitoa ishara kwa walinzi wake wasogee pembeni kidogo ili kupata faraga na mgeni wake. Kuna jambo gani hilo lenye uharaka namna hiyo? Johnny Senyago aliuliza swali ambalo alilimpatia nafasi Rais Menard Iloto kusema kila kitu ambacho alitamani kukisema. Kulala kwangu kitandani kwa muda mrefu, kuna mambo mengi sana ambayo hayakwenda sawa kabisa. Kuna vita kubwa ambazo zilinilenga mimi moja kwa moja na lengo lilikuwa ni kuniangusha, kwa sababu leo niko mzima na nguvu zangu. Nataka kurudisha mashambulizi kwa upande wa John Mwaikambo. Huyu panya ni msumbufu sana kwenye nyumba yangu. Naomba mawazo yako mapana yaniongezee mbinu za kuweza kummaliza huyu panya, iwe kwa kumwekea sumu au kwa kumtegea mitego. Rais Menard Iloto alikuwa ameongea kwa kana mtazama Johnny Senyago machoni. Kwa namna alivyokuwa ameongea, rais alikuwa tayari kufanya lolote lile ili kumaliza usumbufu wa Joshua Mwaikambo. Mwanasiasa alionekanika kumpatia sana mawazo Rais Menard Iloto. Duniani kote kifo cha mwanasiasa wa upinzani ambacho kikitokea watu wa mataifa makubwa hayatoweka wasiwasi juu ya kifo hiko ni kifo cha hospitali, tena kile ambacho kimetokea kwenye nchi zao na wao wakijilizisha juu ya hiko kifo. Kifo kingine ambacho kinaweza kuwa salama ni kumtumia mtu jini ambalo linaenda kuchukua roho ya mtu papo hapo. Vifo vingine vilivyobakia vikimtokea mpinzani wako ni hatari sana. Mataifa makubwa yatakuwekea vikwazo vya kiuchumi na kibiashara. Hapa inapaswa kufikiria zaidi.
Umakini mkubwa unahitajika kwenye hili eneo. Ndio maana nimekuita hapa kijana wangu. Naomba uniongezee kitu kipi ambacho kitaleta msaada mkubwa sana kwenye uongozi wangu na nchi yetu nzima ya Kenya. Kwani nikianguka mimi ni anguko kubwa sana la watu wengi sana ndani ya nchi. Kabla ya kuchunguza uharibifu wa huyu panya Joshua Maikambo, tunatakiwa kujua wapo panya wangapi ambao ni waharibifu kwenye nyumba yako. Sifikiri kama atakuwa ni Joshua Maikambo peke yake katika mashambulizi haya dhidi yako. Ni lazima tumjue ambaye yuko nyuma ya mambo haya yote. Kwa nini naamini kwamba kutakuwa na mtu mwingine ambaye anamtumia Joshua Maikambo ndiye ambaye yuko nyuma ya haya yote yanayotokea? Ndio naamini Joshua Maikambo sio mzizi mkuu katika hili. Yeye ni majani au maua ya kupendezesha mti. Kwa sababu mzizi mkuu hauwezi kuonekanika kirahisi namna hiyo. Mzizi mkuu ukionekanika haraka, huo ni mwisho wa maisha ya mti mzima, kwani utakauka na kuangusha chini. Wao pia ni watu wenye akili sana. Hawezi kujionyesha kwa wepesi, lazima tu wakuache uhangaike na matawi na mizizi midogo midogo mpaka ufikie mzizi mkuu. Utakuwa umechelewa sana na wao watakuwa wako hatua nyingi sana mbele yako. Na hapo watakuadhibu watakavyo. Sawa, tunafanyaje kwenye kubaini huo mzizi mkuu? Umeifumbua akili yangu, lakini mpaka sasa hivi hujanisogezea dawa ya kutibu yote unayosema. Kwa kwanza lazima tuamini tunachokiona leo hii hapa ni mambo ambayo hayajaanza jana wala juzi. Mambo yote yanatokea ni mipango ya muda mrefu sana. Na sasa hivi wanachofanya ni utekelezaji tu. Naamini pia katika haya yanayotokea upo mtandao mkubwa sana unaowajumuisha mpaka viongozi wa serikalini. Na ndio maana mimi na wewe hatuna majibu ya kwa nini yule nesi aliyekupiga picha ukiwa hospitali pamoja na Joshua Maikambo hawajakamatwa mpaka leo. Na ninao uhakika kwamba watakuwa wako hapa nchini. Ukiona vyombo vya usalama vimeshindwa kumkamata raia wake ndani ya nchi, ujue kuna shida kubwa mahali. Tunapaswa kujua chanzo cha haya yote. Nina uhakika chanzo chake ni kimoja. John Senyagwa aliongea mambo ambayo Rais Mendra Diroto hakuwa akiafikiria hata kwa sekunde moja. Akili yake ilikuwa ni kama puto tupu. Na sasa John Senyagwa alikuwa analijaza upepo wa maarifa. Rais Mendra Diroto alikuwa amepangusa uso wake kwa viganja vya mikono kama mtu aliyekuwa ametoka kuamka kwa wakati huo na kusema, mwanzo nilifikiria msaada wako utaishia kwenye upande wa mawazo tu, lakini mpaka sasa hivi nimeelewa utakuwa ni msaada mkubwa mpaka kwa upande wa kunipigania kwenye kuwajua watu waliokuwa nyuma ya Joshua Maikambo. Ni wewe ambao unaweza kunisaidia hili. Kwa nchi nzima hii nimeweka imani yangu juu yako. Naomba nikupatie vijana ambao utafanya nao kazi katika hili, lakini kazi itakuwa ni kazi ya siri sana mpaka tuwapate watu wote. Nitakuwezesha kwa upande wa fedha za kuendesha kila kitu, silaha na msaada wote ule ambao utauhitaji wakati uko unaifanya kazi. Ni kweli baba, niko tayari kufanya mambo mengi sana kwa ajili ya kukusaidia, lakini baada ya vurugu nyingi ambazo nilikuwa nimepitia kule Tanzania, nilikuja Kenya kwa ajili ya kupumzika kwa muda, pasipo kujiingiza kwenye kashikashi kama nilizokuwa nimepitia zamani. Kwa usalama wa familia yangu tuliobakia wawili tu, naomba ili wazo lako nibebe siku nitakaorejea kwako, nitakuwa nimekuja na majibu kamili kama nitaifanya hii kazi au nini ambacho utapaswa kufanya ili uweze kufanikiwa katika vita yako unayopigania. Sawa kijana wangu, nimekuelewa. Na shukrani sana, umenitengenezea mwanzo mpya kufikiria utatuzi juu ya mambo haya mengi sana ambayo yanatokea ndani ya nchi. John Senyagwa aliagana kuondoka eneo hilo akimwacha Rais Mendra Diroto akiendelea kupunga upepo ndani ya bustani ya hospitali pamoja na binti yake Mercy. Upande wa Ana akiwa kwenye mavazi ya track na fulana, alifanya mazoezi ya kuweka mwili wake sawa. Mazoezi ya muda mrefu yalimtilisha jasho na nguo zililoana chapa. Baada ya kumaliza mazoezi yake, alivuta chupa yenye maji, aliyagugumia yote mdomoni na kurusha chupa kwenye chombo cha takataka. Alifungua mlango na kutoka nje. Alifuata korido mpaka ulipo mlango wa chumba cha mwisho. Alifungua na kuingia ndani. Sauti ya mtu akikohoa ilisikika ndani ya chumba hiko baada ya Ana kuwasha taa. Kwa nini unanifungia kwenye hiki chumba chenye vumbi? Mnataka nife kwa vumbi? Dr. Matia aliongea kwa shida huko akiwa anaendelea kukohoa. Hali ya vumbi ndani ya chumba hiko ilimpatia shida sana. Dr. Matia alinyanyuka na kusimama. Alikuwa ameanza kutembea kwa kasi kuelekea mlangoni. Alipokuwa amesimama Ana, mkono alikuwa ameshika mkasi aliokuwa ameficha kwa siri sana. Ana akaendelea kusimama huko akiwa anamsoma namna jinsi ambavyo Dr. Matia alikuwa anakuja. Dr. Matia alipiga kelele na kusimama, hakuweza tena kumsogelea zaidi Ana. Chuma cha nyololo ambayo ilikuwa imefungwa mguuni mwake ilimkamata mguu wake na kumwachia maumivu makali sana. Ukiendelea kunisogelea zaidi, hiko chuma kitaukata kabisa huo mguu wako na hakuna atakaye kutibia, utakufa kwa kuishiwa damu nyingi. Ana aliongea maneno hayo ambayo
Muingizia uoga, Dr. Matia taratibu alirudi sehemu ambayo alikuwa amekaa mwanzoni na chuma kilichofungwa mguuni mwake kiliachia kukaza. Ana alivuta kiti na kukaa mbele ya Dr. Matia kwa haraka sana kama chui mwenye hasira kali. Akamlukia Ana akiwa na mkasi mkononi. Ana alikuwa haraka zaidi. Dr. Matia alirudisha mikono yake kwa nyuma na kugusa sakafu. Kisha akafiatua teke zito ambalo lilitua moja kwa moja kifuani mwa Dr. Matia aliyerushwa mbali na kuangukia chini. Dr. Matia aligumia maumivu ya mgongo na kiuno kwani alianguka vibaya sana. Kelele zake za maumivu zilizidi baada ya kuhisi chuma kilikuwa kinaingia zaidi kwenye mguu wake. Alitazama mguu tayari ulikuwa umeanza kuvujisha damu. Dr. Matia alianza kuomba msaada kwa Ana. Hakutaka kuona mguu wake ukiwa unakatika kwa mtindo huo. Hakutaka kupoteza kiungo chake iko. Ana alibonyeza switch moja ambayo ilikuwa iko ukutani. Dr. Matia akavutwa na mnyororo kwa nguvu mpaka sehemu ambayo alikaa awali. Hapo chuma kiliacha kukata mguu wake. Naona nipotezea muda tu hapa. Nimekuja na kazi moja tu hapa ya kuhitaji majibu ya maswali ambayo nitakuuliza na sio kuanza kuzungushana na wewe. Sasa nataka kujua mpango wa kumuua rais ni nani ambaye upanga. Mlikuwa mmeweka siku ngapi mpaka mpango wenu utimie na kina nani ambao wako ndani ya huo mpango? Nataka majibu ya haraka, lakini jibu la sijui haliruhusi kabisa hapa. Ukikosa majibu mazuri ya kunipa, tambua kabisa kwamba ni marehemu. Kwa sababu sitakuacha hai na hakuna hata mwanafamilia wako hata mmoja atakayefanikiwa kuona hata kipande chako cha nguo uliokuwa umevaa hapo. Lakini ukinipatia majibu mazuri, utakuwa na nafasi nyingine ya kuweza kufurahia maisha yako na familia yako. Uchaguzi ni wako. Ana aliongea akiwa na uso wa kazi. Dr. Matia alimtazama mwanamke aliyekuwa mbele yake, akimtazama kama mwanamke katili sana ambaye anataka kuifanya kazi ya malaika mtoa roho. Dr. Matia alikuwa na njia mbili tu za kuweza kuwataja watu ambao waliweka mpango wa kifo kwa Rais Menda Liloto au akubali kufa. Kifo kibaya sana. Kwa kiingia kifua watu hao na mwili wake hautoonwa na mwanafamilia hata mmoja. Dr. Matia alikuwa kwenye wakati mgumu zaidi kwa binadamu kupitia. Ni giza tu ambalo lilikuwa limetanda mbele yake. Nini kiliendelea? Basi usikose kuungana nami katika sehemu ya 6 ya msimu wa pili wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la The Great Fall, anguko kubwa. Mtunzi ni Rajons John, director Owen kutoka Simulizi Maxi ndo ambaye napata kusimulia. Mwisho wa sehemu ya 5 ni mwanzo wa sehemu ya 6. Ndani ya SMX app unaipata mpaka mwisho wa 0677 062 012 unaipata mpaka mwisho sasa hivi. Tukutane katika sehemu inayofuata. Bye bye. Na ukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya 6 ya msimu wa pili simulizi yetu The Great Fall, anguko kuu. Katika sehemu ya 5 msimu wa pili tulikuwa tumeishia pale ambapo Ana alikuwa na mhoji bwana Dr. Matia. Akanamwambia, naona unanipotezea muda tu hapa. Nimekuja na kazi moja tu kuhitaji majibu ya maswali ambayo nitakuuliza na sio kuzungushana na wewe. Sasa nataka kujua mpango wa kumuua rais nani ambaye upanga. Mliweka siku ngapi na mpaka mpango wenu utimie na kina nani ambao wapo ndani ya huo mpango? Nataka majibu ya haraka, lakini jibu la sijui haliruhusiwi kabisa hapa. Ukikosa majibu mazuri ya kunipa, tambua kwamba wewe ni marehemu. Kwa sababu sitakuacha hai na hakuna hata mwanafamilia wako hata mmoja atakayefanikiwa kuona hata kipande cha nguo hiyo hapo. Lakini ukipatia majibu mazuri, utakuwa na nafasi nyingine ya kuweza kuyafurahia maisha yako na familia yako. Uchaguzi ni wako. Analiongea akiwa na uso wa kazi. Dr. Matia alimtazama mwanamke aliyekuwa mbele yake, akimtazama kama mwanamke katili sana ambaye anataka kuifanya kazi ya malaika mtoa roho. Dr. Matia alikuwa na njia mbili tu, ni kuwataja watu ambao walikuwa wameweka mpango wa kifo cha Rais Menda Liloto au akubali kufa. Kifo kibaya sana. Kwa kiingia kifua watu hao na mwili wake hautaonwa na mwanafamilia hata mmoja. Dr. Matia alikuwa kwenye wakati mgumu sana kwa binadamu kuupitia. Ni giza tu ambalo lilikuwa limetanda mbele yake. Kilichoendelea msikilizaji, tuende pamoja katika sehemu hii hapa ya 6 msimu wa pili. Rajons John ndo mtunzi wa simulizi yetu, director Owen kutoka Simulizi Maxi ndo ambaye niko nyuma ya mic hapa kukujuza nini kilichojiri. Simulizi Maxi YouTube, WhatsApp 0677062012, Android application SMX app. Acha burudani iendelee. Nitasema sihitaji nipitie maumivu zaidi ya hayo niliyosikia sasa hivi, lakini ninaomba moja kwako. Dr. Matia aliongea. Unaweza kusema ni kipi ambacho unakihitaji na kusikiliza? Ana alijibu akiweka masikio yake makini kusikiliza ombi kutoka kwa Dr. Matia. Unaonekana ni binti mdogo sana ambaye naweza kukuzaa kabisa, maana umri wangu umesogea sana. Ni vigumu kulisikiliza ombi langu na kulifanyia kazi. Nafahamu yupo mtu wa juu yako zaidi, na kwa vyote atakuwa amekuzidi umri. Huyo ndiye mtu ambaye ninahitaji kuongea naye. Nitamuelezea majibu ya maswali yote ambayo umeniuliza hapa, na mimi nitamwomba ombi langu lenye uzito mkubwa sana ambao
Zeni kama utaweza kulibeba. Wewe mzee, sihitaji kusikiliza ngonjera zako zaidi, na wala sina muda wa kuanza kuzungushana na wewe. Kama umechoka kuishi na hautaki kunijibu maswali yangu, kifuatacho ni kuaisha kwa Mungu aliyekuumba ukajibu mabaya uliyoyafanya duniani dhidi ya watu wake. Ana aliongea kwa hasira sana. Maneno ya Dr. Matia yalimkasirisha mno. Ukiniua mimi, kuna taarifa nyingi sana ambazo hautozipata kokote kule zaidi ya kwangu. Na kutokuzipata hizo taarifa, hakuna kitu ambacho utaweza kukiokoa zaidi ya maafa makubwa ya watu wengi wasiokuwa na hatia. Damu zitamwagika sana na hamtapata sehemu ya kuzuia. Mtakuwa mmechelewa sana. Mpaka sasa hivi mnanishikilia mimi, lakini katika hili tunatakiwa kuweka makubaliano ya kusaidiana. Mimi nao muhimu sana mkubwa kwenu. Nyamaza! Ana aliongea kwa sauti ya juu sana. Maneno ya Dr. Matia yalikuwa ni kama vile kelele za ngoma iliyokuwa inapigwa pasipokuwa na mpangilio wote ule. Aliona mwanaume huyo anampotezea muda tu. Ana alisimama na kuchomoa bastola yake na kumnyoshia Dr. Matia. Alikuwa anahitaji kumpoteza kabisa mwanaume huyo ambaye mpaka sekunde alikuwa anatetemeka kwa hofu sana. Hakuweza kumeza hata mate. Mapigo yake ya moyo alikuwa anadunda kwa tofauti kabisa. Kutazamana na bomba la bastola, tena bastola iliyoshikwa na mtu ambaye alikuwa anakitaja kifo kama neno la kawaida sana. Kwa upande wa Dr. Matia ilikuwa neno zito sana kulisikia kwenye masikio yake. Aliifahamu vizuri sana endapo kama risasi itatoka kwenye bastola aliyokuwa ameshika Ana, kama isingeweza kurejea ilipotoka, na hapo ungelikuwa ni mwisho wa maisha yake duniani. Dr. Matia macho alimtoka haswa pale ambapo kidole cha Ana kilikuwa kinagusa kitufe cha kuruhusu risasi. Ana alianza kuhesabu namba 1, 2. Dr. Matia hakuweza kutazama kile ambacho kingemtokea. Akayafumba macho yake na kumomba Mungu aweze kuipokea roho yake, kwani itakapofika tu 3 Ana angemfiatulia risasi ya kichwa na habari yake ingeishia hapo hapo. Relax daughter. Johnny Senyagwa aliongea huko akiwa anachukua bastola mikononi mwa Ana. Kitendo hiko hakikumfurahisha Ana. Alianza kuhema kwa nguvu ili kupunguza hasira alizokuwa nazo. Hasira ambazo zilimwendesha vibaya, na alikuwa tayari kuyaondoa maisha ya Dr. Matia. Najua una hasira sana. Hebu nenda kapumzike, hili nitashughulika nalo kwa usahihi kabisa. Hata sumbua kwa kwani najua namna nzuri ya kushughulika na watu kama hao. Johnny Senyagwa aliongea huko akiwa anapiga taratibu bega la binti yake. Sawa dadi. Halafu wewe mzee una bahati sana. Naona malaika wako wanakupigania vita vizuri sana. Ningesha kupasua uongo wako huo na kukata vipande huo mwili wako mzima, na ningevichukua vipande vyote hivyo na kutupa ndani ya bwawa la mamba. Ana aliongea akiwa amemkazia macho Dr. Matia, kisha Ana katoka nje ya chumba hiko na kuubamiza mlango kwa hasira. Dr. Matia aliachia pumzi nzito, angalau mapigo ya moyo wake yaliacha kumwendea kasi. Rafael Matia, hilo ndo jina ambalo ulipewa na wazazi wako. Umeishi juu ya mgongo wa dunia hii kwa miaka 25. Unao watoto 4. Watoto 3 tu ndo ambao wanajulikana na watu wengi sana, na huyo mmoja umemficha kwa sababu ulimpata kutoka kwa mchepuko wako na wa miaka mingi sana. Umebarikiwa kutumia mkono wa kushoto katika ufanyaji wako wa kazi wa operation nyingi sana ambazo zilifanikiwa na kuokoa maisha ya watu wengi sana, lakini hapo uliwaumiza watu wengi sana ambao walipoteza wapendwa wao baada ya wewe kuhusika katika uingizaji wa madawa ambazo hazikuwa na viwango vya kutumika na binadamu. Lakini kwa uwepo wako wewe, dawa zote zilizosambazwa nchini na kuwa raia ambao hawakuwa na hatia. Usicheze na akili yangu kabisa. Nafahamu hizo ni siasa ambazo unaniletea hapa kwa kuonesha kama unanijua sana. Kwa bahati mbaya umepata taarifa za uongo. Nawezaje kuhusika kwenye uingizaji na usambazaji wa dawa nchini wakati mimi sio mkaguzi wa kupima ubora wa dawa zinazokuwa zinaingia nchini? Yupo mtu ambaye ni mwenye kazi yake hiyo, na sio mimi hapa. Dr. Matia aliongea ili kuipangua kile pana ya Joseph Senyagwa aliyekuwa anataka kumchimba zaidi Dr. Matia. Na kusingizia ni nani ambaye alishikilia familia ya bwana Ndumbando, mpimaji mkuu wa viwango vya ubora wa madawa ambazo zilikuwa zinatakiwa kuingia nchini? Nani ambaye alikuwa amemtumia ujumbe wa vitisho bwana Ndumbando? Pasipo kuziruhusu dawa hizo angeikosa familia yake. Nani ambaye alikuwa amejipatia keshi milioni 10 kupitia mpango huo wa dawa, na fedha hizo akazihifadhi kwa siri kwenye moja kati ya benki nchini Afrika Kusini, na mara mwisho alifanya muamala kupitia fedha hiyo kumtumia mchepuko wake ambao alikuwa anafanya matumizi ya fedha haramu huko Dubai? Je, unaweza ukaniambia huyu ni nani aliyefanya yote kama sio wewe? Mpaka Johnny Senyagwa anafikia nukta ya maneno yake, Dr. Matia alinamisha kichwa chini. Kile alichoongea Johnny Senyagwa kilikuwa na ukweli kwa asilimia zote, na hayo yote aliyafanya kwa siri kubwa sana. Wewe ni nani? Kuna maisha ya upande ambayo unayaishi wewe ambayo wengine hatuyajui. Nataka kujua umefahamu hayo mambo yote kwa namna gani, kwani ilikuwa ni siri kubwa sana ambayo hata watu wangu wa karibu pia hawaifahamu.
Hakuna jambo ambalo utafanya kwenye hii dunia na likabaki kuwa ni siri kwa siku zote ambazo utaishi juu ya mgongo wa dunia. Tambua upo wakati hiyo siri itavuja tu na kila kitu kitakuwa wazi. Usijipe mawazo kufikiria ni namna gani nimeweza kufahamu kuwa una mtoto mpaka wa nje na usambazaji wa hizo dawa. Tambua nafahamu mambo mengi sana kuhusu wewe ambayo nikiyaweka wazi pamoja na ushahidi wake ni kuhakikishia kwamba watu wote ambao wamewahi kukutamkia kwamba wanakupenda kwa mioyo yao yote, siku hiyo ambao watajua kwamba kuhusu matendo yako, watakushusha asilimia zote na hakuna ambaye atataka kuwa karibu na wewe hata kwa sekunde moja. Ulihitaji mtu mwenye umri mkubwa ndipo uweze kujibu maswali ambayo umeulizwa. Niko hapa na kusikiliza. Aliongea John Senyagwa huku akimtazama Dr. Matia ambaye alikuwa amepoa kama mtu aliyemwagiwa maji ya baridi. Sawa, nimekubali unayafahamu mambo mengi sana kunihusu mimi, lakini hizi taarifa mnazozitaka ni za watu wakubwa sana. Mbali na nafasi zao za ukubwa serikalini wanazozishika, lakini pia ni watu hatari sana kwenye ulimwengu wa watu wa babe. Je, unanihakikishia ulinzi wangu pamoja na familia yangu mpaka siku nitakayoondoka nchini hapa kwenda huko mbali? Tuko tayari kukupatia ulinzi. Hiyo ni ahadi yangu kukupatia taarifa nyingi sana juu ya kila kitu ambacho unachokifahamu juu ya mpango wa kuuliwa kwa rais. Tutakulinda kwa nguvu zetu zote na hakuna mtu ambaye ataweka mkono wake juu yako. Lakini kwa sharti moja, unipatie taarifa za kweli ambazo nikizipima kwenye mizani yangu nione kuna ukweli kwa asilimia zote. John Senyagwa aliongea kumuondoa wasiwasi wote aliokuwa nao Dr. Matia. Mtu aliye nyuma ya mambo yote haya yanayotokea na huyafanya kwa akili kubwa na kwa siri sana ni naibu rais Twalibu Oshilindi. Huyu ndiye mwenye mpango wa kuweza kumwangusha rais, kwa sababu katiba inaonyesha rais akifariki naibu rais atakuwa ni rais wa nchi. Hapo ndipo kwenye kiini cha matukio yote ambayo yanatokea leo hii. Mpango ulianza kushikana mwanasiasa Joshua Mwikambo. Ndio maana picha za siri za rais akiweko hoi kitandani zikawa zimevujishwa siku ya sherehe ya madaraka. Ilifanyika vile ili kupunguza imani ya watu kwa rais wao, na mambo yalienda kama vile vilivyokuwa mipangwa siku ile. Watu walikasirika sana. Ushirikiano wake na mwanasiasa Joshua Mwikambo ndio sababu ya mwanasiasa huyu hajakamatwa mpaka leo, kwa sababu naibu rais Twalibu Oshilindi amemficha sehemu ya siri sana ambayo anaijua yeye, na ni vigumu sana kwa vyombo vya usalama kuweza kulibaini hilo eneo. Sawa, umeelezea kuhusu uhusiano wa Twalibu Oshilindi na Joshua Mwikambo. Nataka kujua kuhusu mpango wa kumuua rais ulitakiwa kutimizwa kwa mtindo wa namna gani, na uliingiaje ndani ya mpango? Mpango wa kumaliza rais ulikuwa umepangwa miaka 2 iliyopita. Alinishirikisha katika hili mwanzoni kabisa, nikawa nimekataa, lakini alitoa ofa na ahadi ya maisha mazuri ambayo mimi nilishindwa kuyakataa kibinadamu. Kazi ya mauaji ya rais ilionekanika kwamba itakuwa nyepesi sana. Baada ya rais kupata maradhi ya ghafla ya moyo, Twalibu Oshilindi akaona ni vizuri sasa maradhi ya mchukue na sio kumuua kwa vipimo vilivyoonyesha singeweza kufikisha hata wiki 2 za kuishi. Lakini ghafla vipimo vilianza kuonyesha siku za uhai wake zinaongezeka na zilifikia mpaka 45. Jambo hilo likali limempatia mawazo sana naibu rais Twalibu Oshilindi. Aliona dalili za rais kutokufariki haraka na mpango wake wa kuwa rais wa nchi ungekufa. Siku ambayo nilikuwa nimempatia taarifa za kuwa rais ana siku 45 za kuishi, alitaka tumpate daktari ambaye atamfanyia upasuaji wa moyo, na siku hiyo iwe ni siku ya mwisho kwa rais kuendelea kuishi. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tuliona kwamba ingelikuwa ni hatari sana tukipata daktari kutoka Ulaya, Umoja wa Mataifa na nchi aliyotoka huyo daktari wangeweza kuchunguza sana kifo chake, na ingelikuwa rahisi kwa asili yetu kujulikana kuwa rais hakufa kwenye upasuaji bali sumu ndio ilimemmaliza. Ndipo likali limenijia kichwani jina la Daktari Rajosi Peter Sadik ambaye alifika nchini na kumfanyia upasuaji. Baada ya yeye kuondoka, niliingia ndani kwa lengo la kumalizia kazi ya kumchoma rais sindano ya sumu, na kesi yote ingelilalia kwa Daktari Rajosi na askari waliokuwa wametoka kwenda kumkamata. Ndipo aliingia nesi ambaye nilijua ni msaidizi wangu, kumbe alikuwa ni mtu aliyekuwa amekuja kuniteka, na mwishoni kabisa nikajikuta niko hapa. Dr. Matia alinyosha maelezo ya mambo yote ambayo yalikuwa yamefanyika nyuma ya pazia, na watu wengi hawakuwa wanaelewa kinachoendelea. Maelezo yote Dr. Matia alikuwa yanapita kwenye nukta ambazo John Senyagwa alikuwa anazitengeneza. Aliamini kabisa kwamba Joshua Mwikambo hakuwa mzizi mkuu katika mambo yaliyokuwa yanaendelea. Ni kweli mhusika mkuu naibu rais Twalibu. John Senyagwa alisimama pasipo kusema lolote ile na kuanza kutoka nje. Hey, unaenda wapi wewe? Hebu nitoe huko ndani, nimesema kila kitu tayari. Hey, ilindeni familia yangu, basi wakijua mnishikilia wataikamata ili nisiseme chote kile huku. Dr. Matia alipayuka maneno mfululizo, lakini John Senyagwa hakugeuka nyuma. Alitoka nje na kufunga mlango wa chumba hicho.
Upande mwingine wa simulizi yetu, gari iliyombeba gavana wa benki kuu ya nchi ya Tanzania bwana Raymond Tanganga iliingia ndani ya ikulu ya rais. Gavana alifika mapema baada ya kupokea simu ya wito kutoka kwa mkuu wa nchi akimwambia alikuwa anahitaji kufanya kikao cha dharura na gavana huyo. Gavana alishuka kwenye gari akiwa na begi dogo ambalo alikuwa ameshika mkononi. Begi lilikuwa limejaa taarifa zote za benki ambazo Rais Hashim Maganga alikuwa anahitaji kuziona katika kikao hicho ambacho alimwitia. Gavana Tanganga aliongozwa mpaka kwenye chumba ambacho alikuwa anatakiwa kumsubiri rais, na humo ndipo ambapo kikao kingefanyika. Baada ya dakika 3 mlango wa chumba hiko ulifunguliwa na Rais Hashim Maganga aliingia ndani. Walisalimiana na stori fupi za ucheshi zikawa zimechukua nafasi ndani ya chumba hiko, kwani wote walikuwa ni watu wacheshi na waongeaji sana. Nilikutaka uje na taarifa kamili juu ya mwenendo wa benki kuu na benki nyingine nchini. Naamini umekuja nazo zote gavana Tanganga. Ndio mheshimiwa rais, nimefika nazo taarifa zote ambazo ulikuwa unazihitaji. Gavana Tanganga alijibu kwa ufupi. Basi vizuri sana, nitapitia taarifa zote baadaye, lakini kwa sasa hivi nahitaji uniambie taarifa fupi ambazo unaweza kuzielezea kwa mdomo tu. Kwani sio ngumu sana na ni eneo ambalo unafanyia kazi kila siku. Nahitaji kujua raia wa Tanzania ambaye ni tajiri nchini anamiliki kiasi gani kwenye mabenki yote nchini. Usinifiche, najua hizi taarifa unazo. Swali lilikuwa muuliza Rais Hashim Maganga lilileta ukakasi kwenye kichwa cha gavana Tanganga. Alikaa kimya akafikiria jambo kwa dakika kadhaa. Samahani sana mheshimiwa rais, sheria za usimamizi wa fedha za kimataifa ambazo zinasimamiwa na Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha haziruhusu mimi kutoa taarifa za kiasi cha fedha ambacho amehifadhi mtu kwenye benki yetu, na ikijulikanika nimefanya hivyo mimi kama gavana mkuu, mmiliki wa hiyo akaunti anaweza kunishtaki kwenye Benki Kuu ya Dunia kwenye kitengo cha nidhamu na maadili, na nchi yetu itapatiwa alama nyekundu pale ambapo atakapojua serikali ndio ambayo ilihitaji taarifa hizi, na sisi kama nchi tutazuiwa kukopa kwenye Benki ya Dunia na misaada mingine itakoma mara moja. Gavana Tanganga alijibu akionyesha msimamo wake juu ya kusimamia sheria za mteja wa benki anayoiongoza, lakini alishindwa kumtazama mkuu wa nchi. Alijikuta akiwa anaelekezea macho yake chini. Yaani wewe gavana hofu sana kabisa yani. Na hizi kwamba kuna makosa makubwa ambayo yalifanyika siku ambayo nilikuteua wewe kuwa gavana wa benki kuu ya nchi. Sasa nalo swali jingine, hilo ukishinda naomba uniletee barua yako ya kujiuzuru, nitachagua mtu mwingine kesho asubuhi. Hiyo kazi haiwezi kabisa nishinda. Nataka kujua hazina ya taifa mnahifadhi madini yenye thamani gani? Naomba niwie radhi mheshimiwa rais kwa kushindwa kujibu swali lako la kwanza, lakini swali la pili ninayo majibu yake. Hazina ya taifa inahifadhi madini yenye thamani ya trilioni 15. Hiyo katika hazina kuu, na hazina ndogo kuna trilioni 5 ambazo siku ya kesho kutwa tutazisafirisha mpaka hazina kuu. Jumla tutakuwa nazo trilioni 20. Tumeamua kuziweka pamoja hazina kuu kwa sababu tumeongeza ulinzi pale ili kuweza kuepusha upotevu wa madini mengine kama yale ya trilioni 20 ambayo yalipotea miaka iliyopita. Sawa. Kwa hiyo kesho kutwa mtafanya usafirishaji wa hayo madini kutoka hazina ndogo iliyokuwa wapi kwenye nchi yetu. Hazina ndogo hiyo iko mkoa wa Morogoro, ndipo tutasafirisha kuja Dar es Salaam hapa. Sawa, unaweza kwenda. Nitakupigia kuomba ufafanuzi kwenye hizi taarifa ambazo umeniletea hapa. Rais Hashim Maganga aliongea. Gavana Tanganga aliaga na kuondoka kabisa ikulu. Nyuma Rais Hashim Maganga alitoa simu yake na kupiga sehemu fulani. Simu iliita, baada ya dakika kadhaa ilipokelewa. Kuna kazi inahitaji ifanyike haraka sana. Andaa vijana wawe katika utayari wa kukamilisha kazi kwa 100%. Rais Hashim Maganga aliongea na kukata simu yake. Ndio kazi imeanza sasa. Aliongea Rais Hashim Maganga na kuachia cheko lake. Alipomaliza alitoka nje ya chumba hiko akiwa ni mwenye furaha sana. Gavana wa benki kuu baada ya kutoka ikulu alielekea moja kwa moja mpaka makao makuu ya jeshi. Ukalitaji kufanya mazungumzo ya muhimu sana na mkuu wa majeshi CDF Matedo Tadao. Aliposhuka kwenye gari yake alisindikizwa mpaka ofisini kwa mkuu wa majeshi. Karibu sana ndugu yangu, ni muda mrefu sana umepita hatujaonana, mbona leo haraka hivyo? Aliongea mkuu wa majeshi CDF Tadao baada ya kumpokea gavana Tanganga ndani ya ofisi yake. Shida ndugu yangu, shida haijawahi kabisa kuwa mbali na wanadamu hata siku moja. Hukaa pembeni na muda wote urejea na kuyavaa maisha yetu. Na hiyo ndio sababu ya kunileta miamba kwako. Nakusikiliza ndugu yangu, ni shida gani ambayo umekuja nayo hapa ili tuangalie ufumbuzi kwa pamoja? Najua nakumbuka tukio ambalo lilitokea miaka ya nyuma kidogo juu ya upoteaji wa madini ambayo yalikuwa ni hazina ya taifa na mpaka leo hakuwa yamepatikana. Basi ile tukio bado linacheza kwenye akili yangu mpaka leo. Sitamani lijirudie tena likasababisha matatizo makubwa. Nielezee zaidi, bado hujafika kwenye pointi ambayo nataka kuniambia.
Kuna mzigo mwingine wa madini, ni mzigo wenye thamani kubwa sana. Mpaka kufika hapa nimeweka siri kubwa sana juu ya usafirishaji wake. Yote kwa sababu sitaki ajirudie yale ya siku za nyuma. Kwako nahitaji ulinzi wa kuulinda huu mzigo utakapokuwa unasafirishwa kutoka hazina ndogo kwa mkoani Morogoro mpaka kwenye hazina yetu kubwa. Usalama wa huu mzigo ni jambo la msingi sana ambalo linatakiwa kuzingatiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu huo mzigo ni utajiri ambao ulihifadhiwa na vizazi vilivyopita. Sisi pia tunapaswa kuweza kuutunza ili vizazi vijavyo vinufaike nao. Wewe ndiye tegemeo langu katika ulinzi wa huu mzigo. Kama hiyo ndio shida pekee ambayo inakusumbua, basi hakuna kitu kitaribika. Nitakupatia vijana wenye mbinu na mafunzo ya hali ya juu sana. Na nina uhakika huu mzigo ambao ni mali ya Watanzania wote utafikishwa salama kabisa kwenye hazina. Kuna endapo baadhi ya Watanzania wa roho watajitokeza kuweza kutaka kuiba huo mzigo, basi meli yao itatobolewa vibaya sana kwa risasi. Na waamini sana vijana tuliokuwa nao. Naomba usichukulie kawaida, na hata hao vijana ambao utanipatia, naomba wewe wenye uzalendo mkubwa sana kwa nchi yao. Sio wale wenye njaa kando ndani ya matumbo yao. Au usiwe na wasiwasi na hilo. Kama unaniamini mimi, basi waamini na vijana wangu Gavana Tanganga, kwa sababu umelileta kwangu moja kwa moja. Basi ni utekelezaji tu wa kazi ya kitaifa. Unihitajie siku ambayo mzigo utasafirishwa. Kesho kutwa, ndugu yangu. Gavana Tanganga alijibu na kuaga kuwa alikuwa anaondoka ndani ya makao makuu ya jeshi, kwani kuna sehemu nyingine alikuwa anahitaji kuwa. Mkuu wa majeshi CDF Mateo Tadao alimruhusu aondoke kama shida yake kuu ilikuwa ndio hiyo na imeisha. Gavana Tanganga moyoni mwake alikuwa na furaha kubwa sana. Maneno ya mkuu wa majeshi alimjengea imani kubwa kwamba mzigo huu wa madini utasafirishwa salama, tena kwa ulinzi uliokuwa imara sana. Gavana Tanganga alirejea nyumbani kwake akiwa anayo amani ya moyo. Mkuu wa majeshi alivuta simu na kupiga pahala. Simu ilipokelewa ndani ya kambi ya TDD na komando Batawala ambaye alisalimia na kusikilizia maagizo kutoka kwa mkuu wa majeshi. Kesho mnatakiwa kuelekea mkoani Morogoro, wewe pamoja na vijana wako, mkiwa kamili na kwenye utayari wa kufanya kazi. Kuna kazi ambayo nahitaji muifanye kwa umahiri mkubwa sana. Mkifika Morogoro, muelekee mpaka kwenye kambi yetu kule. Huko mtapokea maelezo kamili ya kazi ambayo mnatakiwa kuifanya. Mkuu wa majeshi CDF Mateo Tadao aliongea. Sawa kamanda, nimelipokea, nitalifanyia kazi kwa umahiri mkubwa sana. Komando Batawala alijibu. Sawa, nikutakieni utekelezaji mwema wa majukumu yenu. Mkuu wa majeshi CDF Mateo Tadao aliongea na kukata simu, kwani alishamaliza kutoa maagizo yote. Twende Invariable Hotel, hoteli ambayo ilitumika kufanya vikao vya siri sana. Ndani ya hoteli hiyo, kwenye moja kati ya chumba kikubwa ambacho kilikuwa na ubora wa kuzuia sauti kutoka nje wala mtu wa nje kuweza kuona chochote kile ambacho kinaendelea ndani ya chumba hiko. Watu wenye nguvu kubwa ndani ya nchi ya Tanzania waliendelea kupanga mipango yao ya muda mrefu ambayo imebeba manufaa kwa wenyewe na sio kwa Watanzania wengine. Hashim Maganga pamoja na washirika wenzake ndani ya umoja wao wa Vision Thinkers waliendesha mazungumzo ambayo yalikuwa ni moja ya hatua ambazo walikuwa wanazipiga kila siku kufikia malengo ambayo walijiwekea. Mchoro mzima wa utengenezaji wa vinu vya nyuklia ambavyo tutavitumia kwenye uzalishaji wa silaha za kivita ni tayari nimeupata baada ya mawasiliano ya muda mrefu na wale wataalamu kutoka Korea Kaskazini. Kila mmoja atazame simu yake hapo, nimekwisha mtumia mchoro wote. Chifu aliongea jambo ambalo lilimfanya kila mmoja afungue simu yake. Kwenye vioo vya simu zao ilionekanika ramani ya eneo kubwa ambalo lilikuwa na vinu vya nyuklia. Mitambo mingi sana ilikuwa imezunguka vinu hivyo, vilikuwa ni sehemu ya picha hizo. Watu wote walisimama na kuanza kupiga makofi mfululizo. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kukamilisha mpango wao mkubwa wa kuiongoza Afrika Mashariki yote kama sehemu ya nchi moja. Walitaka kufanya uwekezaji mkubwa kwenye kutengeneza silaha za kinyuklia ambazo zitaifanya nchi itakayoundwa iwe inajiweza kwa upande wa vita na kutunishiana misuri na nchi ambazo zinataka kuingilia katika mipango ya nchi hiyo itakayoundwa. Umefanya mazungumzo zaidi na hao wataalamu wa Korea Kaskazini juu ya gharama za ujenzi wa vinu hivyo vya nyuklia, gharama za uendeshaji wa mitambo, kuzalisha na kuhifadhi hizo nyuklia, kwa sababu ndio kwanza tunaanza katika teknolojia. Wataalamu wametushauri tuanze na kiasi cha pesa shilingi trilioni 20 ambazo zitatumika kwenye huu mradi na gharama nyingine mpaka mradi utakaposimama, kwa sababu malighafi za madini ya uranium tunayo kule na Mtumbo mkoa wa Ruvuma, basi itapunguza gharama za uendeshaji. Chifu aliongea na kuweka kituo hapo, mradi ambao ulikuwa unahitajika na kila mtu ndani ya kikao hicho ulikuwa na gharama kubwa sana ambazo wangeamua kuchanga mmoja mmoja kwa utajiri waliokuwa nao. Wasingeweza kufikia kiasi ambacho kilihitajika. Nyuso zao za furaha zilipotea ghafla.
Kila mtu alikuwa anafikiria la kwake kuhusu hiyo taarifa. Mwanzoni nilifikiria jambo litakuwa ni jepesi na litakamilika kwa haraka zaidi, lakini leo nimeipata sababu kwa nini nchi nyingi za Afrika haziwezi kutengeneza silaha za kinyuklia. Gharama zake ni kubwa sana ambazo ukijiingiza ndani yake utashindwa kufanya mambo mengine ya msingi ndani ya nchi. Mlete mawazo ndugu zangu, tutatokaje hapa? Mbona pagumu sana? Aliongea mtu ambaye alikuwa amevalia kinyago cha ndege tausi. Ni wakati wetu wa kuendelea kupiga hatua za kufikia mafanikio yetu ambayo tumejiwekea kwa miaka mingi sana. Wala tamsiwe na mawazo ya kuona kama tumekwama katika huu mradi. Kuhusu hili swala la fedha za mradi, naomba mniache mimi. Nitajua nini cha kufanya mpaka hizo pesa zote zipatikanike haraka sana na mradi wetu uende kama ambavyo tulikuwa tumepanga. Hebu naomba kujua chifu, hao wataalamu wamekupatia taarifa wataanza kujenga huo mradi lini? Rais Hashim Maganga aliongea maneno ambayo aliondoa giza lote ambalo lilikuwa limesimama mbele ya macho ya wenzie. Sasa walikuwa wamepata uhakika kwamba huo mradi utafanikiwa kama walivyokuwa wamepanga. Kwa namna gani hayo? Waliamua kumwachia Rais Hashim Maganga aliyeomba aachiwe kila kitu kwenye upatikanaji wa hizo fedha. Watu wote walirejea katika nyuso za furaha. Taarifa ambayo walitoa kwa sasa hivi wanamalizia ujenzi wa vinu vya nyuklia nchini kwao. Baada ya miezi 2 ijayo, kama tutakuwa tumeshafanikiwa kupata fedha, basi watakuja kuanza kazi rasmi. Chifu alijibu. Basi wapate taarifa kwamba baada ya miezi 2 wafike nchini, waanze kazi. Kuna fedha za kianzio ambayo tutaipata ndani ya siku chache, ni trilioni 5. Wakati ambao tutaendelea na mpango wa kuzipata hizo trilioni 15 ambazo zimebakia, ninao uhakika tutafanikiwa kuzipata pesa zote ndani ya muda ambao mradi utakuwa unahitaji hizo pesa. Alafu ninalo swali, vipi kuhusu ile Daktari Lajosi ambaye tulimtuma kule Kenya? Wameshamuua, na kama wamemuua mwili wake uko wapi? Chifu aliuliza swali ambalo liliwafanya watu wote wamtizame. Sina majibu mazuri sana juu ya hilo chifu. Ile kijana tulimsomesha sisi kwa fedha za mifukoni mwetu, ameshindwa kutusaidia. Ninachokifahamu ni kuwa vijana wameshamaliza kuhusu kupatikana kwa mwili wake, sio muhimu sana kwetu. Yule ni udongo na udongo amerejea. Mimi binafsi sina muda kuelezea udongo. Rais Hashim Maganga aliongea na kufunga kikao, kwani ajenda ya kikao hiko ilikuwa ni hiyo moja tu. Chifu alihuzunika sana, alitoa miwani aliyokuwa ameivaa na kuyafuta machozi mepesi yaliyokuwa yanatiririka shavuni mwake. Anajisikia vibaya kuhusu Lajosi, lakini hakuwa na kingine cha kufanya. Alisimama kinyonge na kuondoka ndani ya chumba hiko. Kila mmoja alielekea upande wake kuendelea na majukumu mengine. Komando Batawara na timu ya makomando 5 pamoja na mtaalamu wa kucheza na kompyuta Tariki Elamo walifika mapema kwenye kambi ya jeshi ndani ya mkoa wa Morogoro. Maagizo aliyopewa yalikuwa ni kusindikiza na kulinda mzigo ambao ulikuwa unatakiwa ufike salama Benki Kuu ya Tanzania iliyopo Dar es Salaam. Haraka waliingia ndani ya magari yao matatu. Magari yalitembea mpaka mtaa wa Kihonda kanisani ilipokuwa hazina ndogo ya Benki Kuu. Komando Batawara alishuka kwenye gari na mzigo wa begi kubwa uliokuwa limefungwa kwa nywila. Aliutazama kidogo, lakini misingi ya kazi haikumruhusu kufungua na kuona ambacho kilikuwa kiko ndani ya begilo. Gari ziliwashwa na kuendeshwa kwa mwendo wa juu sana. Safari hiyo ya masaa 3 walitakiwa kufika haraka sana, na masaa 2.5 tu wawe tayari wako ndani ya jiji la Dar es Salaam, sehemu ambayo mzigo ulitakiwa kufika salama, kwenye jengo la Benki Kuu ya Tanzania. Kwenye maisha yako mkuu, umewahi kujutia kuhusu jambo lote ambalo ulilifanya miaka iliyopita, na ingetokea nafasi ya kufuta kitu kimoja, basi ungelifuta hilo jambo ili lisikufanye ukaendelea kujutia? Komando Bilali aliuliza swali ambalo lilikuwa limeleta uchangamfu mkubwa ndani ya gari na kuondoa ule ukimya ambao ulichukua nafasi kwa kiasi kikubwa tangu wanaanza safari yao. Hapana, sijawahi kujutia chochote kile. Moja kati ya kitu ambacho waga nazingatia sana ni kutokukumbuka mambo ya nyuma yaliyoniumiza. Moyo wangu umeumbwa kuhifadhi nyakati za furaha. Hizo nyakati nyingine za huzuni sijazipa kabisa nafasi, na ndio maana siwezi kujutia kwa chochote kile. Iwe nimefanya jambo la kumuumiza mtu mwingine, bado nitasahau na maisha yangu yataendelea kama kawaida, kwa sababu naamini kila kitu kilipangwa na ndio maana kilitokea ili kuleta maana kamili ya maisha. Komando Batawara alijibu. Mimi kwa upande wangu kuna jambo ambalo lanipatia wakati mgumu sana. Kitendo cha kutokuwapata makomando wenzetu Fahamu pamoja na Azizi kinanipatia maumivu makali sana ambayo yananifanya nijute, kwa sababu usijafanya jambo hata moja la kuwasaidia mpaka leo. Komando Bilali alizitoa hisia zake za maumivu juu ya kupotea kwa makomando wenzao ambao hawakufahamu walikuwa wameelekea wapi na wanafanya nini kwa wakati huo, kwani zilikuwa zimepita siku nyingi sana pasipo kupata taarifa za maana juu ya hao watu. Aturudishe fikra zetu kwenye kazi ambayo tunaifanya hapa. Swala la kuwapata wenzetu ni kazi nyingine kabisa ambayo tutaifanya kwa mipango mipya ambayo tukirejea kambini tutajadili kwa pamoja. Lakini kwa wakati wa akili zetu, nguvu yetu, umoja wetu ni kufikisha huu mzigo salama kabisa.
Komando Batawala aliongea kwa namna ya kuzirejesha fikra za vijana wake ambao walikuwa wameanza kumezwa na fikra juu ya kupotea kwa makomando wenzao. Dar es Salaam unaweza kuangalia kinachoendelea katika umbali wa mita 100 kwa pande zote. Tunahitaji kumuona adui kabla hajatuona sisi. Kwa umbali wa mita 100 kaskazini, mashariki, kusini na magharibi hakuna chochote kile cha hatari zaidi ya uwepo wa magari makubwa ya mizigo yanayokuja mbele, lakini hayaonyeshi kukabeba silaha yote ile. Dar es Salaam alijibu baada ya kubofya kompyuta ambayo alikuwa ameipakata na ilionyesha usalama wa asilimia zote. Ukimya uliendelea kutanda na gari hilo ambalo lilikuwa lipo katikati. Ghafla gari ya mbele ilianza kuyumba. Dereva wake alishindwa kulidhibiti baada ya tairi za gari kukanyaga misumali iliyokuwa imetegwa katikati ya barabara. Tairi za gari hilo zilipasuka na gari likapinduka katikati ya barabara. Madereva wa gari zilizokuwa zinakuja nyuma walizisimamisha kwa haraka sana kuepusha kugongana. Mabomu yalirushwa na kutua gari ya mbele na gari la nyuma. Moto mkubwa ulilipuka. Makomando waliokuwa ndani ya gari ya katikati walikuwa katika taharuki, hawakuelewa mashambulizi yalikuwa yanatokea upande upi. Walinitupia mdudu kwenye kompyuta yangu na ndio maana sikuwaona. Dar es Salaam alijitetea mbele ya Komando Batawala aliyokuwa amempiga jicho kali sana la hasira. Wamekuja sasa kwenye anga zetu. Twende wanaume tukawachakaze hao mbwa. Komando Batawala alitoa amri ambayo iliwafanya makomando wote waachie tabasamu ndani ya sekunde na kurudi katika sura za kazi. Asa walitakiwa kupambana na wavamizi waliokuwa wanataka kuchukua mzigo ambao TDD walikuwa na ulinda kwa nguvu zao zote. Makomando TDD walikuwa wameipenda sana vita kuliko chochote kile. Yaani milio ya mabomu iliwaongezea morali ya kupambana. Raha sana. Makomando wa TDD walizamilia kuonyesha uwezo mkubwa wa kimapambano watu waliokuwa wamevamia msafara wao. Walichomoka haraka kwenye magari yao mawili yaliyokuwa yamebakia. Komando Batawala akiwa ameshika bastola kwenye mkono mmoja na mkono mwingine alikuwa na begi lenye mzigo wa thamani sana kwa taifa ambao ulikuwa unatakiwa kufikishwa benki kuu ukiwa salama salimeni. Makomando walikuwa wamebana pembeni ya magari yao wakiangaza macho yao kuna kule kuona sehemu ambayo mashambulizi yatatokea. Baada ya kimya cha muda mfupi pasipo upande wa vamizi kuanza kushambulia makomando, Komando Batawala aliona kwamba ni muda mwafaka wa kuweza kufanya jambo. Kabla hajaingia katikati na wavamizi waliokuwa wanataka kuzuia safari yao, Komando Batawala alitazama juu angani, alikawaona ndege mwitu wakiwa wanapeperuka kutokea kwenye poli ambalo lilikuwa liko upande wa pili wa barabara. Kitendo hiko kilimpa ishara kwamba mashambulizi yalikuwa yanatokea upande huo wenye poli la miti. Komando Batawala alinyosha vidole viwili juu kwa vya mkono wa kulia, kisha akamerudisha mkono kwa nyuma na kuzungusha kwenda mbele. Makomando wote walikuwa wameelewa ni kipi ambacho alikuwa anakimaanisha kamanda wao. Makomando wawili wenye silaha wakapiga hatua za umakini kurudi nyuma wakiwa na lengo la kuzunguka na kuingia ndani ya pori la miti. Ndani ya pori, juu ya mti mmoja mkubwa wenye matawi mapana, nyoka mwenye rangi ya kijani alitembea juu ya tawi moja kulifuata tawi jingine. Kwa namna jinsi alivyokuwa anatembea hakuwa na wasiwasi wowote ule, kwani alikuwa yupo kwenye himaya yake. Alivyokuwa anafikia tawi jingine, alitembea juu ya mwili wa mtu mmoja ambaye alikuwa amelala juu ya tawi hilo. Mtu huyo ndiye aliyekatiza safari ya makomando wa TDD. Mdungwaji aliyelala juu ya mti, mavazi yake hayakuwa tofauti na hata chembe na rangi ya mti aliyolala juu yake. Kazi maalumu ya kuzuia msafara wa makomando wa TDD ilikuwa mikononi mwake. Alihisi kutembelewa na nyoka juu ya mgongo wake, lakini hakushtuka wala hata kutekeseka. Alikuwa anahitaji kuwaangusha makomando wawili ambao walikuwa wanasogea karibu na target yake. Alikamata vizuri bunduki yake kubwa na target aliweka vizuri kwenye kichwa cha komando mmoja. Alikandamiza kifyatua risasi na risasi ambayo ilitua moja kwa moja kwenye kichwa cha komando wa TDD ambaye alianguka chini mara moja. Tundu kubwa la risasi lililokuwa limepenya kwenye kichwa chake haikumpatia nafasi nyingine ya kuendelea kuwa miongoni mwa binadamu wenye uhai. Komando aliyekuwa pembeni ya mwenzake aliyeangushwa chini alifyatua risasi hovyo hovyo pasipo kujua mashambulizi yanatokea upande gani. Alikuwa amepandwa na hasira kali sana kumuona mwenzie yuko chini. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa ambalo alilifanya, na mdunguaji hakumpa nafasi ya kuendelea kuleta vurugu zaidi. Alifyatua risasi iliyopenya moja kwa moja kwenye shingo yake. Alihisi mwili mzito, alianguka chini, damu ilimwagika kama maji yaliyosukumwa kwa mkandamizo mkubwa. Alikuwa anahitaji kuzuia damu isitoke kwa kutumia viganja vya mikono yake. Damu ikaendelea kutoka zaidi kwenye mishipa ya shingo na mwishoni alitupa miguu yake kama amekata roho. Huo kwa ni mwisho wa komando huyo. Makomando wa TDD walikuwa wapo kwenye wakati mgumu sana wa kulinda mzigo ambao ulitakiwa kuwa salama wakati wote wa safari. Idadi yao ilikuwa ndogo sana. Makomando watatu ndio walikuwa hai.
walitakiwa kupambana kwa uwezo wao wote mpaka dakika ya mwisho. Hawakuelewa idadi kamili ya watu waliokuwa wamewavamia, kwani hawakuwa wamejitokeza. Makomando wote waliona kile ambacho kilitokea kwa makomando wenzao. Komando Bilali alichomoka kama mshale kurudi nyuma. Alipiga hatua haraka haraka kwenda kulia na kushoto kwa kuchanganya miguu. Alifanya hivi kumchanganya mdunguaji. Alihitaji kufanya kazi ya kuzunguka yeye mwenyewe. Mdunguaji alimwona namna jinsi Komando Bilali alivyokuwa anakimbia. Alimweka kwenye target vizuri sana. Aliweka kidole chake kwenye sehemu ya kufyatua risasi. Alirusha risasi ambayo ilipiga pembeni ya Komando Bilali mbele ya macho ya mdunguaji. Alikuwa anatazamana na nyoka mwenye sumu kali sana ambaye alitambua makazi yake yalikuwa yamevamiwa na binadamu. Nyoka alijivuta nyuma na kufyatuka kwa mbele, akaulenga uso wa mdunguaji ambaye alimkwepa kwa kasi nyoka huyo. Kitendo hicho cha kukwepa kichwa cha nyoka, mdunguaji alijikuta akiwa anaikosea target yake. Nyoka karudi nyuma kwa kasi baada ya kumkosa mara ya kwanza mdunguaji. Nyoka alirusha kichwa chake kwa kasi sana. Mdunguaji alimkamata nyoka sehemu ya shingo. Alichomoa kisu haraka na kumchinja nyoka shingoni. Damu nyeusi ilitilika chini. Mdunguaji alikitupa kiwiliwili cha nyoka chini na kuikamata bunduki yake ya masafa marefu na kurudi kwenye uwindaji wa makomando wa TDD. Wakati huo hakufanikiwa kumuona tena Komando Bilali kwenye target yake. Gari moja nyeusi iliendeshwa kwa kasi sana kuja eneo hilo. Komando Batawala pamoja na komando mwingine aliyebakiwa alitazama gari hiyo kwa umakini. Gari ilikuja na kusimama karibu na gari iliyokuwa imepigwa bomu. Pasipo mtu yote kushuka, makomando walianza kuishambulia gari hiyo kwa risasi. Walitaka kuwamaliza watu hao wakiwa ndani ya gari. Baada ya kugundua kwamba haikuwa gari kutokea upande wao, risasi zote ziliishia juu ya kioo kigumu cha gari kisichoweza kupitisha risasi. Makomando waliacha kushambulia baada ya kuona mashambulizi walikuwa wanafanya asingefua dafu kwa gari hilo. Mlango wa gari ulifunguliwa, wakashuka wanaume wawili wakiwa hapo kwenye mavazi meusi pamoja na kofia nyeusi za mduara. Walitembea kwa kujiamini sana kuelekea upande waliokuwa makomando. Komando Batali alionyesha bastola yake kuelekea kwa watu hao, lakini hakuna risasi ambayo ilitoka. Kitendo cha wao kuishambulia gari kilimaliza risasi zote walizokuwa nazo. Alisogeza begi lenye madini ya thamani chini ya gari. Kisha alisimama na kuchomoa kisu na kuwatokezea kwa mbele watu hao. Makomando wa TDD walikuwa wanahitaji kuwakabili watu hao ana kwa ana. Umekaa ndani ya jeshi kwa muda mrefu sana mpaka umeanza kuzeeka. Mbinu zote za kivita umezisahau. Kwa nini ulikuwa unashambulia gari wakati umeona kabisa alipitisha risasi? Mwanamume mmoja alimwambia Komando Batawala wakiwa wanatazamana. Hilo swali sio mahara pake hapa. Nataka kujua kwa nini mmezuia safari yetu. Mnipe majibu haraka sana kabla sijawaua nyinyi wote. Swala la kutua ni jambo ambalo haliwezi kutokea kwenye hii ardhi ambayo tumeikanyaga, lakini tunataka kitu kimoja kutoka kwenu, ni huo mzigo mliobeba na sisi tutaondoka kwa amani kabisa. Hilo haliwezi kutokea. Mkitaka kuchukua mzigo, mkate kwanza huu mbuyu ndipo mkachukue. Mimi ni askari mtiifu wa jeshi na niko tayari kuulinda kwa jasho na damu, na yeyote atakayesogeza mguu wake basi atakuwa ni chakula cha ndege. Hakuna ambaye ataiona mili yenu tena. Mara mwisho tulikutana kule magorofani na hakuna kitu ambacho ulifanya mbele yetu. Mwishoni mliamua kutoroka. Lakini tutakuonyesha ukweli ambao ulikuwa haujui. Kuna tofauti ya raia wa kawaida. Kabla mwanamume huyo hajamaliza kuongea, Komando Batawala alimvamia kwa kasi ya ajabu. Uwezo wa huyo mwanamume wa kukwepa ndio ambao ulikuwa umemsaidia kukwepa kisu kikali sana ambacho kilikuwa kimeelekezwa kwenye shingo yake. Komando Batawala alitaka kuwamaliza watu mara moja. Aliona kwamba anawaweza kwenye mizani ya mapigano. Komando mwingine wa TDD alijaribu bahati yake kwa kumfuata mwanamume ambaye alikuwa kimya muda wote wakati ambao mwenzake alikuwa anajibishana na Komando Batawala. Komando wa TDD alirusha teke la mguu wa kushoto ambao aliuvalisha chuma maalum cha mapigano. Pigo lake lilipanguliwa kwa mkono mmoja. Uimara wa mkono wa mwanamume huyo ulimshtua sana Komando wa TDD, kwani hakuona mwanamume huyo akitikisika licha ya kupiga chuma alichokuwa amekivaa mguuni. Komando alielewa shughuli ambayo alikuwa amevulia nguo ilikuwa ni nzito sana. Watu hao hawakuwa wepesi hata kidogo. Mdunguaji baada ya kumtafuta sana Komando Bilali kupitia bunduki yake ya masafa marefu pasipo kumuona, aliamua kushuka chini ya mti haraka sana. Alipiga hatua kusogea mbele. Aliendelea kumtafuta ndani ya poli, kwani aliamini mtu huyo atakuwa yuko ndani ya poli hilo baada ya yeye kumpoteza kwenye target yake. Komando Bilali alimtokezea kwa nyuma mdunguaji ambaye alihisi kuna mtu alikuwa amesimama nyuma yake. Aligeuka na teke zito ambalo Komando Bilali aliliona na kulikwepa kwa kusogea pembeni, kisha akaachia lake ambalo lilipiga bunduki. Uzito wa teke hilo ulimfanya mdunguaji asiweze kuishika bunduki na ilianguka chini. Komando Bilali alimwahi mdunguaji kwa kumshikia bunduki kabla hajaiwahi bunduki yake. Akumbe ni wewe Azizi. Komando Bilali aliongea kwa mshtuko mkubwa baada ya kumuona mtu ambaye alikuwa amesimama mbele yake ni mtu aliyekuwa anamfahamu vyema. Ni Komando Azizi ambaye wakati wote hawakufahamu kwamba yuko wapi.
Mbele ya macho yake alisimama Azizi akiwa yuko upande wa watu waliokuwa wametumwa kuzuia msafara wao. Jambo hilo lilimtoa Komando Bilali kwenye hali ya kawaida. Upenyo wa Komando Bilali kumshangaa Azizi ulimpatia nafasi mwanamume huyo kumwahi Komando Bilali na kumfiatua miguu yake kwa teke la chini kwa chini. Komando Bilali alianguka juu ya mzizi wa mti na kubamiza mgongo wake vibaya sana. Azizi mwaya hapo chini na kuachia teke zito ambalo lilikuwa limemfikia Komando Bilali tumboni. Komando Bilali alipata maumivu ya tumbo na mgongo kwa wakati mmoja. Kila alivyokuwa anamtizama usoni Azizi hakuonesha kuwa na huruma na yeye hata kidogo. Kwa upande wa Azizi alichomoa kisu kikali na kumsogelea Komando Bilali ili kuimaliza kazi yake. Uso wake haukuonesha masihara hata kidogo. Alikuwa anataka kummaliza kabisa Komando Bilali. Alikuwa anamtizama kwa huruma. Nguvu za kupambana zilimuishia kabisa. Yani hakuamini adui aliyekuwa mbele yake ni yule rafiki wa miaka mingi sana wakiwa pamoja ndani ya kambi ya mafunzo ya jeshi mpaka kufanya kazi pamoja ndani ya kitengo maalum cha jeshi la D. Aise, alishiwa nguvu kabisa mshikaji. Tuliacha ile pambano kwa muda, twende Msufini Bar. Majira ya saa 3 usiku, Mwira akiwa na Musa ambaye ni rafiki yake wa karibu sana, walikuwa wamekaa kwenye moja ya meza ndani ya Msufini Bar, ikiwa ni kawaida yao kila ifikapo mwisho wa wiki usogea ndani ya baa hiyo kujiriwaza baada ya kazi nzito ya siku nzima ya kubeba abiria kwa bajaji kuwapeleka maeneo tofauti ya Dar es Salaam. Usiku ulikuwa ni wa kipekee sana. Watu walikuwa ni wengi mno wakiburudisha nafsi zao kwa vinywaji na kucheza vibao mbalimbali vya muziki uliokuwa unaimbwa miaka ya 90 huko na kutamba sana mpaka miaka ya 2000 mwanzoni kabisa. DJ wa Msufini Bar aliamua kurudisha watu miaka hiyo ya zamani kwa kuwaburudisha na vibao hivyo vya moto. Hivi kaka, maisha ambayo tunaishi unaamini kwamba ipo siku tatoboa kweli? Musa aliongea kwa mtizama Mwira aliyekuwa makini sana kumuita mhudumu afike kwenye meza yao kwa ajili ya kuhudumia. Hilo liko wazi kabisa. Lazima tutoboe, amini mwanangu. Mungu ni wetu sote. Jana tujapata, lakini ipo kesho yenye matumaini makubwa sana tutapata, na unajua kabisa tunavyokuwa tunatia jitihada kwenye kutafuta pesa usiku na mchana. Si tupo hapo tunakimbizana na abiria wa bajaji, kwa nini tusitoboe sasa kaka? Shida sio kutafuta pesa kaka. Swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, tukishazipata hizo pesa ni jambo gani la bana tutazifanyia? Kiufupi, kwa miaka yote miwili ambayo tumefanya kazi ya bajaji, hatujaweza kununua hata bajaji za kwetu wenyewe. Tunaendelea tu kuishi maisha ya kuwasindikiza tu watu kwenye maisha yao ya ndoto na kuwachumia utajiri mkubwa kupitia jua kali ambalo tunakula tupiga mchana kutwa na majasho yanatundika kwenye miili yetu. Wewe uone kwamba hilo ni tatizo kubwa ambalo tunaendelea kulifanya. Musa aliongea kwa masikitiko makubwa juu ya maisha ambayo walikuwa wanaishi wao wawili kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni kipi ambacho nataka kumaanisha? Tuache kujipongeza hata kidogo tu kwa bia chache tu kwa kazi nzuri tunayoifanya. Kaka, usahau kwamba kazi na dawa umri bado unaruhusu. Kweli umri unaruhusu, lakini tusiharibu jana wetu. Sisi wote hapa ni wahanga tu wakubwa wa maisha ya tunayoyapitia kila siku. Kwetu hatujipongezi kwa hizo bia mbili ambazo umezitaja hapo. Waga tunakunywa zaidi. Ni kweli kwamba tunazipata pesa kwa tabu sana, lakini tunaziruhusu kuondoka wepesi mno. Weekend zote ambazo tumefika hapa siku, waga tunamaliza pesa zote tulizopata wiki nzima. Tunakunywa sana, na tukimaliza kunywa waga tunaondoka na wanawake ambao tunalipa pesa, na wakati mwingine wanatuibia vitu vilivyopo ndani ya nyumba zetu. Kama tumeshindwa kufikiria kuhusu maisha yetu ya sasa hivi, basi tuvute taswira za maisha ya uzeni kwetu. Tutakuwa na shida kubwa sana kwa watu watakao kuwako wanatuhitaji sisi. Mhudumu, naomba tuletee mguu wa mbuzi choma hapo na bia safari 6. Usisahau glasi. Mwila aliongea baada ya kumuona mhudumu akiwa amefika kwenye meza yao na alisimama kusikiliza oda yao. Kaka, leo unaweza kujiagizia tu. Mimi sitokunywa wala kula. Na muda mfupi ujao nitaondoka hapa. Musa aliongea na kumshangaza zaidi Mwila ambaye aliona mabadiliko ya ghafla sana kwa rafiki yake huyo. Leo kuna vituko hapa. Hebu naomba niletee kuku mzima na safari 3. Usisahau kuweka barafu kwenye glasi. Mwila aliamua kubadili maagizo na mhudumu aliondoka eneo hilo kwenda kutafuta kile ambacho alikuwa ameagizwa. Tutazungumza zaidi kesho kijiweni, ngoja mimi niondoke zangu. Utaenda nikufuate kumaliza kuburudika ndugu yangu. Musa aliongea na kunyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekaa. Hayo yote yalikuwa ni mambo mapya sana mbele ya macho ya Mwila, kwani Musa ndiye mtu aliyekuwa amempokea yeye mara ya kwanza alipofika ndani ya mji huo akitokea mkoani Iringa, tena ndiye aliyekuwa amemfundisha mpaka kunywa bia za dukani. Mwila alizoea kunywa ulanzi kutoka akiwa na umri mdogo kwa kijijini kwao Igoole. Alipokuwa ameingia ndani ya jiji la Dar es Salaam chini ya mikono ya Musa, alijifunza mengi sana ya kujivinjari, lakini mwalimu wake wa bata zote ndani ya jiji la kibiashara alitaka waache swala hilo
ambalo lilikuwa ni gumu sana kwa upande wa Mwila. Alimsindikiza tu kwa macho namna jinsi ambavyo Musa alikuwa anatoweka kwenye upeo wa macho yake. Mwila alipekua simu yake kwenye uwanja wa jumbe. Alitamani kumtumia ujumbe Hawa ambaye ni kipozeo chake cha muda mrefu, lakini alikumbuka mwanamke huyo siku iliyopita alimpatia taarifa kwamba mumewe ambaye ni dereva malori amerudi na yupo nyumbani kwa weekend nzima, hivyo asimtafute kwa siku hizo mpaka atakapokuwa ameondoka. Alimtaarifu waendelee na michezo yao tu ya kujiiba. Mwila aliogopa kuvaga ugomvi wa mumewe na Hawa, kwani alikuwa anafahamu hatari kubwa ya kucheza na mwanamke wa watu. Lakini kwa mambo ambayo aliyapata kwa Hawa ilikuwa ni vigumu kwake kujitenga naye mazima. Mwila akaendelea kumla kuku taratibu huko akiwa anashushia na safari ya baridi ambayo ilimpatia burudiko la ajabu kila alipokuwa anapita kwenye koo yake. Dakika zilikatika, Mwila akawa amerusha macho yake huku na kule kutazama kama atamwona mwanamke ambaye angemwondolea upweke ambao alikuwa anapitia baada ya kukaa peke yake kwa muda mrefu. Macho yake yalitoa kwenye meza moja ambayo alimwona mwanaume mmoja. Sura yake haikuwa ngeni sana kwake. Mwanaume huyo alizungukwa na wanawake watatu ambao walikuwa wanakunywa na kula kuku, wakiachia vicheko mfululizo, wakimpamba huyo mwanaume kwa makumbatio na mabusu ya mwendokasi ambayo alimfanya huyo mwanaume ajisikie raha sana kwa karibu na hayo mapambo matatu. Mwila alishtuka sana kumwona mtu huyo eneo hilo. Kumbukumbu zake zilijengeka vyema kwenye akili yake. Alikumbuka kwamba mwanaume huyo alifanana kabisa na msaidizi wa mganga Sombepe ambaye alikutwa amekufa pamoja na mganga Sombepe. Maswali mfululizo yalipita kwenye kichwa cha Mwila juu ya mwanaume huyo. Mwishoni aliamua ni lazima ampate mtu huyo ili afahamu kilichokuwa kinaendelea nyuma ya pazia. Alisubiri dakika zisogee mpaka mwanaume huyo alipokuwa amenyanyuka kuelekea upande wa chooni. Mwila alisukuma meza kwa nguvu na kunyanyuka haraka sana. Sehemu aliyokuwa amekaa ile alipiga hatua za haraka kuelekea chooni. Alivuta mlango na kuingia ndani. Macho yake yalikuwa makini kutazama choo cha kwanza mpaka cha 5, lakini hakufanikiwa kumuona mwanaume huyo. Alitoka haraka sana nje. Alimwona mwanaume huyo akiwa anakimbia kuelekea kijiwe cha bodaboda cha karibu. Mwila alitoka kwa kukimbia. Alihitaji kumkamata mtu huyo kabla hajafika mbali. Mwanaume huyo alipogeuka nyuma na kumuona Mwila anakuja kwa kasi, alizidisha kukimbia zaidi na kuwavuta bodaboda ambao walikuwa wamebaki kumshangaa tu kwa jinsi alivyokuwa anakimbia. Alipiga hatua kuvuka barabara kuelekea upande wa pili. Alipofika katikati ya barabara, miguu ilimshia nguvu. Alidua baada ya kupigwa usoni kwa nguvu na mwanga wa gari dogo lilikuwa liko hatua chache karibu yake. Alifumba macho yake haraka, hakutaka hata kuona kile ambacho kilikuwa kinakwenda kumtokea. Mwila aliyekuwa pembeni ya barabara alijishika kichwa. Hakuwa na namna nyingine za kufanya ili kumwokoa mwanaume huyo. Upande mwingine wa simulizi, leo nina furaha sana. Pembeni yangu amekaa baba na kule nyuma amekaa mama. Wote mlikuwa pamoja na mimi kwenye mahafali yangu. Nafurahi sana leo. Usijali mwanangu, sisi wazazi wako tunakupenda sana na tunajivunia wewe kwa kila kitu na kila wakati. Leo hii ni siku muhimu sana kwenye maisha yako. Umeanza kwa kupiga hatua moja ya kumaliza elimu ya msingi. Sio jambo dogo, lakini usisahau na kudai kitu na unatudai kitu. Endapo tu utafanikisha ninachokudai, zingatia hilo. Ukifanikisha ninachokihitaji kutoka kwako. Asijawahi kusahau ile baba. Nimeweka kumbukumbu kwenye diary yangu. Na jitahidi sana kusoma ili nipate daraja A kwenye mitihani yangu ya taifa. Kilicho muhimu sana kwangu, nataka wazazi wangu wafurahi, mfurahie matokeo yangu, mjivunie mimi kila wakati, na mwishowe unipatie zawadi yangu ya PS5 ulioniahidi baba. Mimi sitaki kusubiri mpaka ufanye mtihani wa taifa. Nitakupa zawadi leo baada ya jina lako kutajwa kuwa wewe ni mwanafunzi mwenye taaluma bora kuliko wote kwenye darasa lako. Moyo wangu lilipuka kwa furaha sana. Mwanangu, umekuwa ni wa kwanza kwa kila somo. Nitakupa zawadi kubwa sana ambayo utaifurahia. Umetuheshimisha sana wazazi wako. Ni kweli mama? Utanipatia zawadi gani labda? Mbona moyo wangu mimi umejawa na shauku ya ghafla sana, natamani kuijua hiyo zawadi. Nileta taswira ya uzuri wake kichwani mwangu. Basi ni surprise mwanangu. Kwa mtulivu tu tufike nyumbani. Nitakukabidhi zawadi kubwa ambayo ni vunja mwaka. Najua utanifurahia mama yako. Na kujua unavyopenda mashindano mke wangu. Umetaka kujichukulia pointi zote 3 mbele ya kijana wetu. Umefanya siri na kweli utanishinda leo. Mwanangu, mimi nimepiga mluzi mkubwa ambao umekuwa nikivutio kwa kila mtu pale nilipokuwa nimesikia mwalimu mkuu akiwa anasoma jina lako. Furaha iliyokuwa nayo nilishindwa kabisa kujizuia. Nitafanya jambo siku chache zijazo ili mamako asinishinde sana. Na ukataa unyonge kwa asilimia zote.
Sauti za vicheko vilisikika ndani ya gari. Mwanaume aitwaye Nixon pamoja na mkewe walikuwa rudi nyumbani baada ya kuitumia siku nzima kwenye mahafali ya darasa la 7 kwa mtoto wao wa pekee aitwaye Kai. Familia kwa pamoja walifurahia maongezi yao. Ulikuwa ni wakati ambao familia ilikuwa imepata nafasi ya kuwa na siku ya pamoja. Maongezi yao hayakumchosha yeyote ambaye alikuwa yuko ndani ya gari hilo. Baba, naomba nisimulie kidogo kuhusu siku ya mahafali yako ya darasa la 7. Wazazi wako walikuwa wamekuja kwenye mahafali yako na walikupatia zawadi gani kwa kipindi hicho? Kakauliza swali ambalo lilipukulisha tabasamu lote lilokuwa liko usoni mwa babake. Kalikaa kimya baada ya kuona ameakologa na uso wa babake ulibadilika ndani ya sekunde chache na kuonyesha hasira baada ya yeye kuulizia swali ambalo babake hakulifurahia hata kidogo. Nixon katika maisha yake hakuwahi kabisa kulifurahia swali lolote ile juu ya historia yake ya nyuma, hasa kuhusu wazazi wake, sehemu aliyokulia. Maswali ya mtindo huo yalikuwa yanapitisha moyo wake katika maumivu makali sana. Historia yake ya nyuma aliamua kuichimbia shimo na kuizika kabisa. Hakutaka hata kwa dakika moja kuifikiria kuhusu maisha yake ya nyuma. Yalikuwa yatampatia wakati mgumu sana. Kivuli cha historia yake ya nyuma kilifanyika mateso juu ya maisha yake ya sasa, na ndio maana hakutaka kabisa kusikia swali lolote ile juu ya maisha yake ya zamani. Hili swali babako huaga linamwondolea furaha. Jitahidi sana wakati mwingine usimuulize swali lolote ile juu ya maisha yake ya zamani. Baba anatakiwa kuwa na furaha wakati wote. Mama Kai aliamua kusawazisha sehemu ambayo Kai aliharibu. Alimfahamu vizuri mumewe, hakulipenda kabisa swali hilo, na ndio maana uso wake ulibadilika ghafla. Mama Kai aliweka maneno ya kuleta utulivu tena. Alisimama kama nguzo ya kurejesha furaha ndani ya familia. Punde tu Nelson aliweka tabasamu hafifu huku akiwa anamtazama kijana wake usoni. Kai mwanangu, kwenye hii dunia una umri mdogo sana. Kuna mengine siwezi kuruhusu kuyabebesha juu ya kichwa chako katika umri huu hapa mdogo ulionao. Nataka ukue kwanza, ndipo utakuja kujua kila kitu kuhusu babako. Lakini kwa ufupi tu, kwenye maisha yangu yote ndugu pekee nilionao ni ninyi hapa mliokuwa ndani ya ile gari. Ninachokijua, nilizaliwa kama ambavyo wanazaliwa binadamu wengine, lakini mimi sikuwahi kumwona baba wala kumwona mama, wala mkono wangu kuzigusa ngozi zao. Sifahamu hata harufu zao. Mimi niliokotwa tu nikiwa sijafikisha hata mwezi katika dunia. Sifahamu hata ladha ya maziwa mama kama watoto wengine. Ni Mungu kupitia shirika moja la masista wa moyo wa imani ndio walionilea na kunisomesha mpaka leo hii. Unayoyaona katika maisha yangu, Mungu kupitia hao masista ndo sababu vyote kwa navyo. Mimi ni muhandisi wa minara ya simu kwenye kampuni ya taifa ya mawasiliano. Nisingeweza kufika hapa bila wao, lakini jambo moja, nimeamua kuzika kila kitu cha nyuma kwa sababu historia yangu haivutii kama zilivyo historia za watu wengine. Historia yangu imejaa miiba, misumari na kila kitu chenye ncha kali chenye uwezo wa kutoboa moyo wangu. Na ndio maana sipendi kuulizwa swali lolote lile juu ya maisha yangu ya zamani. Waga napata hasira kali sana juu ya wale binadamu wawili walionileta duniani na kunitupa kichakani. Sifahamu kama ni wazima au umauti ulikuwa umepita na miili yao. Kwenye maisha yangu binadamu wenye roho mbaya na wasiokuwa na chembe ya upendo, basi ni wale watu wawili walioleta mimi duniani. Kitu pekee kwangu, nimezika historia yote juu yao na maisha yangu yote ya nyuma. Kai alisikia kitu kipya juu ya historia ya babake ambayo hakuwahi kuifahamu. Hadisi moyo wake umepata ganzi baada ya kumwona babake anatirisha machozi. Alijiona kwamba ndio sababu ya babake kulia. Machozi yalimtiririka Nixon kwenye mashavu yake zaidi na zaidi. Hakuwa na ujasiri wa kutosha mbele ya yale ambayo alikuwa anayapitia katika maisha yake. Kukosa upendo wa baba na mama kilikuwa ni kitu kilichomuuma sana Nixon na kumpatia hasira kali sana juu ya wazazi wake ambao walimleta duniani pasipo kumwekea misingi ya yeye kukua vizuri. Mwishoni aliamua kuyasahau. Hakutaka kuendelea kuyabeba maumivu hayo kwa miaka mingi zaidi. Baba, unagonga! Sauti ya juu ya Kai ilisikika ndani ya gari. Sauti hiyo ilimuibua baba yake kutoka kwenye dimbwi la mawazo na kutazama vizuri mbele. Hatua chache kutoka kwenye gari yao, katikati ya barabara alisimama mwanaume mmoja. Kwa mwendo wa gari ilikuwa ni karibu kumgonga mtu huyo ambaye alikuwa amedua wasijue cha kufanya. Nixon alifanya kitendo cha haraka kuipeleka gari kushoto pembeni ya barabara. Kitendo hicho kilikuwa ni cha haraka sana. Gari ilikuwa bado ipo kwenye mwendo mkali. Nixon kanyaga breki kagoma kushika kwa haraka. Gari ilikwenda kugonga frame ya maduka ambayo yalijengwa karibu sana na barabara. Kishindo kizito kikasikika baada ya gari kugonga frame ya duka. Watu waliokuwa karibu na eneo hilo walishtuka sana. Walianza kukimbia kutazama uhai wa watu waliokuwa ndani ya gari hilo pamoja na muuzaji wa duka.
wenye mioyo miepesi walishindwa kabisa kusogea karibu na gari hilo ambalo lilikuwa limepondeka vibaya sana. Walihofia kwamba linaweza kulipuka muda wote ule. Mwila alimkimbilia msaidizi wa mganga Sombepe na kumvuta pembeni ya barabara. Msaidizi wa mganga Sombepe hakuamini kama amepona. Sekunde chache zilizopita hakuwa na matumaini kabisa ya kuendelea kuvuta pumzi. Alijipapasa kwa mikono yake kuona kama bado yupo na uhai. Chagua moja, ni kutoloshe hapa au ni kubakishe kwa wananchi wenye hasira kali. Umesababisha ajali ya gari na sidhani kabisa kama watu walioko ndani ya ile gari wamepona. Sauti ya Mwila ilimpunguzia mawenge msaidizi wa mganga Sombepe na alielewa kwamba bado yuko duniani. Ni ajali imetokea. Naomba tuondoke kabla watu hawajanifikia wale. Watanitafuna, wana hasira sana na mimi. Msaidizi wa mganga Sombepe aliongea kwa wasiwasi akiwahofia wananchi ambao waliona kabisa kwamba ndio sababu ya gari kupata ajali. Watu wenye hasira walisogea mpaka karibu na gari lilokuwa limepata ajali. Walichokiona kwenye ajali hiyo kilitisha sana. Damu zilikuwa zinachuruzika kwa chini. Ilihitaji moyo mgumu sana kuendelea kulitazama gari hilo. Watazamaji walishika maeneo ya vifua, wengine vichwani kustajabu kilichotokea muda mfupi uliopita. Haraka walipiga namba za huduma haraka ndani ya muda mfupi. Vingola vya gari la wagonjwa pamoja na polisi vikawa vimesikika karibu na eneo hilo. Mwila alimpungia mkono dereva mmoja hivyo bodaboda ambaye alikuja haraka sana. Walipanda na kuondoka eneo hilo kukwepa askari polisi walikuwa wamefika katika eneo la tukio. Turudi kwenye varangati. Komando Batawala alikanyaga chini na kupiga hatua kubwa iliyompa uwezo wa kuruka zaidi. Alipotua chini alikuwa karibu na mpinzani wake. Komando Batawala alipeleka mkono wake wa kulia usawa shingo ya mpinzani wake ambaye alipangua pigo hilo, na angesinzia tu tayari angebadilishwa jina na kuitwa marehemu. Visu viwili vilivyokuwa mikononi mwa Komando Batawala vilikuwa ni hatari sana kwenye uwanja wa mapigano. Komando Batawala alichanganya mikono kwa ustadi mkubwa, hakutaka kumpatia nafasi mpinzani wake hata kidogo. Komando Batawala alirusha teke zito ambalo lilienda moja kwa moja mpaka usawa wa tumbo la mpinzani wake. Kisha haraka ligeuka na teke la chini ambalo limchota mwanaume aliyekuwa anapambana naye. Uzito teke hilo ulimnyanyua na kumtupa chini mzima. Komando Batawala alizungusha shingo yake kwa kujiweka sawa. Uwezo mkubwa alioonyesha uliweka upinzani mkubwa sana tofauti na siku ya kwanza walipokutana. Komando Batawala alidhamiria kummaliza mwanaume huyo. Alichomoka kwa kasi na kumwahi sehemu aliyoangukia. Mpinzani wake alikuwa ni mwepesi zaidi. Alisimama haraka. Komando Batawala, wepesi aliokuwa nao kwenye miguu yake na visu alivyokuwa amevishika mkononi mwake, ulimpatia kila dalili za kushinda pambano hilo ambalo lilikuwa linazikata dakika. Wapambanaji wawili wenye sanaa ya mapambano walipigana kweli kweli. Hakuna upande ulionyesha udhaifu wa kuchoka mapema. Upande zote zilikuwa zinazamilia kushinda pambano hilo. Komando Batawala alikuja kwa mtindo wa kuchanganya mateke mfululizo. Mpinzani wake alikuwa makini zaidi ya mwanzo kuyapangua mateke hayo. Komando Batawala alikusanya nguvu zaidi, akilenga kumwangusha chini mpinzani wake kwa pigo moja la kifo. Alidunda chini na kujibetua kwa juu, akaachia mateke mawili ya hewani ambayo hakuna hata moja ambalo lilikuwa limemkuta mpinzani wake. Komando Batawala alipotua chini alipokea pigo zito lilotoa kwenye goti lake la mguu wa kulia. Alihisi mwili umeishiwa nguvu ghafla, hakuweza kusimama tena. Alihisi kupigwa na kitu kizito kilichokuwa kimevunja mfupa mguu wake. Kumbe ni mguu imara wa mpinzani wake ndio ulikuwa umetua juu ya mguu wake. Maumivu makali sana aliyapokea akiwa amekaa chini. Alijitahidi kusimama lakini akawa ameshindwa. Mguu wa kulia ulikuwa umegeuka kwa nyuma. Komando Batawala aliutazama mguu wake kwa masikitiko. Katika maisha yake yote kwenye mapigano hakuwahi kupigwa pigo ambalo lilivunja mguu wake tena kwa pigo moja tu. Alielewa sasa mtu ambaye alikuwa anapambana naye ni binadamu aliongezewa uwezo maradufu. Mwanaume baada ya kuona Komando Batawala hawezi kuendelea na mapambano, alimsogelea kama ameshika bastola mkononi mwake. Mlio wa risasi ulisikika. Komando Batawala alifumba macho yake baada ya kuona komando mwingine wa TDD akianguka chini baada ya kupigwa risasi mbili. Mwenye jukumu la kuutetea mzigo alibaki yeye peke yake akiwa na maumivu makali. Makomando wengine wote walikuwa wameshaangushwa chini. Nimeona nimwaishe mbinguni haraka akapumzike. Kwa mapigo ambayo amepigwa, hakuna hospitali ambayo itaweza kumtibia mtu wa namna ile. Anayefuata ni wewe. Muda wako wa kupumzika baada ya kazi nzito ya miaka mingi sana. Aliongea mwanamume huyo akiwa hatua chache na Komando Batawala. Komando Batawala alifumba macho yake, hakuwa na ujanja wote mbele ya watu wao waliokuwa wamesimama mbele yake. Huyo komando mpaswa kumuua. Chukueni mzigo haraka sana mreje kambini. Sauti ya amri ilisikika kupitia vifaa walivyokuwa wamevaa na umehao wawili masikioni mwao. Huyu mtu tukimwacha leo atakuwa ni hatari kubwa sana kwetu kwa siku za mbeleni. Tupatie nafasi tumalize mara moja. Mwanaume mmoja alijibu, hakuna kubebesha maneno juu ya amri yangu. Nimeshatoa amri, fuateni haraka sana. Mko na masaa mawili mnatakiwa kufika kambini haraka sana.
Sauti ya upande wa pili iliendelea kuongea zaidi na kupotea hewani baada ya kuwasilisha kile alichotaka. Komando Batawala aliachia tabasamu baada ya kuelewa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Hakutakiwa kuuliwa na watu wao ikiwa ni amri kutoka kwa mkuu wao. Baada ya majibizano ya muda mfupi, unatoa wapi nguvu ya kutabasamu ukiwa upo kwenye mikono yetu? Asa tutakachokufanyia ni bora kama ungeomba tukumaliza kwa risasi ya kichwa ukapumzike. Baada ya maneno hayo, kilichofuatia kilikuwa kinatisha kweli kweli. Komando Batawala alipiga kelele nyingi sana. Baada ya risasi 5 kupenya kwenye mguu wake wa kushoto, alipata mateso mazito mbele ya watu wao makatili. Mwanaume mmoja aliweka chini nyuki wa chuma ambaye alinyanyuka na kupaa ndani ya dakika chache. Nyuki wa chuma alipiga kengele akiwa yuko chini ya gari moja, sehemu iliyohifadhiwa begi lenye madini ya thamani. Wanaume hao walibeba mzigo wao na kuondoka eneo hilo kupitia magari waliokuwa wamefika nayo. Walimwacha Komando Batawala akiendelea kuogelea maumivu ya miguu yake. Hakuweza kunyanyuka wala hata kusogea. Aliendelea kukaa chini kusubiria msaada wa kuyaokoa maisha yake. Madini yenye thamani ya trilioni 5 yalikuwa tayari mikononi mwa watu wenye mipango mikubwa ndani ya nchi. Sema sawa. Mpaka hapo msikilizaji, tunakuwa tuna la ziada katika sehemu ya 5. Hapana, katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu Anguko Kubwa, The Great Fall. Nani anayekwenda kuanguka anguko kubwa? Basi baki na mimi tupate kujua. Ni katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu ndani ya SMX App, na ipata mpaka mwisho. WhatsApp 0677062012. Tukutane katika sehemu ya 7 kujua nini kiliendelea. Siao.